Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Isla TV. Kwa jina naitwa Alhaji Dr. Sule. Karibu tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu, vipindi maalum ambavyo tumekuwa tukitoa elimu, kufafanua mambo mbalimbali yanayohusiana na mambo ya kibiolojia na yale yasiyokuwa ya kibiolojia. Na hapa nazungumzia magonjwa, maradhi, matatizo ya aina mbalimbali ambayo mwanadamu anakutana nayo katika maisha yake. Na kama utakumbuka vizuri, kipindi kilichopita tulikuwa tukizungumzia aina 5 za majini wakorofi zaidi ambazo ukipatwa na mmoja au kundi moja kati ya hayo au aina moja kati ya hayo makundi 5, basi kwa vyovyote wewe utakuwa umeingia katika mtihani mkubwa, utaingia katika matatizo makubwa. Na hapa nazungumzia ima utaingia katika matatizo makubwa ya kiafya, au utaingia katika matatizo makubwa ya kiuchumi, ama unaweza kuingia katika matatizo makubwa ya kimahusiano, ya kijamii na hata yale ya kindoa. Kwa hiyo wakati wa kipindi kilichopita tulikuwa tunajaribu kuzungumzia aina hizi 5, na nilianza kwa kuziainisha aina hizi 5 za makundi ya majini wakorofi. Tukasema kundi la kwanza kabisa katika hawa ni kundi la jini mahaba, kundi la majini ya ashku, ambayo nayo yako takriban koo 19 miongoni mwa zile koo 660 za majini ambazo ziko katika ulimwengu huu tunaoishi. Tukasema baada ya kundi hili la kwanza kuna kundi la pili, nalo ni kundi la majini cheketu. Hapa tunazungumzia majini ya kichawi, majini ambayo yanamfanya mwanadamu aweze kurahisika kufanya kazi za kichawi katika maisha yake. Na hili ndio kundi la pili. Na kundi la tatu tulisema ni kundi la majini ya uganga. Kundi la tatu tulisema majini ya uganga, kwa wale watu ambao wamekuwa wakitakiwa kuingia katika harakati za kufanya kazi za kiganga. Na hapa nazungumzia aina zote za makundi, kwa maana ya majini ya mizimu au majini ya kawaida yasiokuwa ya mizimu, lakini yale yanayokusudia wewe uwe mganga. Baadhi ya majini au makundi haya matatu ni miongoni mwa makundi ya majini ambayo ukipatwa na tatizo au kaingiwa na kundi moja kati ya haya majini, basi kwanza tarajia kutokupata nusura ya kupona kirahisi. Sio haiwezekani kupona, hapana, unaweza kupona, lakini tarajia kutokupata nusura ya kupona kirahisi, kwa sababu aina hii ya majini ina kanuni na tabia ya kula kiapo, na wako tayari kufa, wako tayari kuua, wako tayari kuharibu ikiwa hautafuata kile wanachokitaka. Na ikitokea umelazimisha kuwatoa, basi tarajia kuingia katika matatizo makubwa ikiwa mtoaji wa majini haya hana taaluma ya kutosha. Lakini pia yanaweza kuriski hata maisha ya daktari ama mganga au tabibu anayekusudia kukuondoa haya majini. Anaweza kujikuta anapoteza maisha kama atayagusa na kuyapitia katika njia ambazo hana nguvu ya kutosha huyu mwanataaluma anayetaka kuyatibu haya majini. Aina ya 4 ya majini haya ni majini ya mizimu. Aina ya 4 ya majini haya na kusudia majini mizimu. Kuna watu wamesumbuliwa na matatizo ya majini ya asili, lakini hapa nayazungumzia majini ya mizimu, kwa sababu majini yako katika categories za aina tofauti tofauti. Kuna mizimu, kuna majini ya asili yasiyokuwa mizimu, na kuna majini mengine yasiyokuwa ya asili ya familia yako, yani asili yako binafsi. Kuna majini ya asili ya kigeni. Naweza kutoa mfano kidogo hapa mtu akanielewa. Mfano wa kwanza, majini ya mizimu ni yale majini ya ukoo. Majini ya mizimu ni yale majini ya ukoo, majini ambayo yanatokana na urithi wa tabia za ukoo ambazo mwanadamu anatokana na ukoo ule. Kwa hiyo haya yanakuwa ni family friend,
ni majini ya kifamilia, majini ya kifamilia mle ndani, ambayo yamerithi kutoka ima kwa babu au kwa babu yake babu, yanahusiana na ukoo wako. Alafu kuna yale majini ya asili ambaye yanaweza kuwa wewe ukawa Muha lakini ukawa na jini wa Kimasai. Wewe unaweza kuwa Mfipa lakini ukawa na jini wa Kibondei. Wewe unaweza kuwa labda let's say wewe unaweza kuwa Makonde lakini ukawa na jini wa Kisukuma. Labda wewe ukawa Muhehe lakini ukawa na jini let's say labda la Kizaramo na mfano wa hivyo. Haya ndiyo tunayaita majini ya asili yanayotokana na kabila fulani. Kuna majini yanayotokana na kabila na kuna majini yanayotokana na ukoo. Majini ya ukoo haya ndiyo tunayaita ya asili. Majini ya kabila ni yale yanayobeba kabila fulani yenye tabia ya kabila fulani. Alafu kuna yale majini tunaweza kawa ya kizungu, mfano jini la Kijerumani, yani lenyewe limetokana na asili ya Ujerumani. Huyu ni jini wa Kijerumani. Labda jini anaweza kuwa jini wa Kifaransa ama wa Kiingereza au wa Kimarekani au wa Kiarabu anaweza kuwa, au wa Kichina au wa Kijapani au wa Kikorea au wa Kihindi. Haya ni majini, yale majini ya kitaifa. Sasa kuna jini anaweza kuja kuwa karibu yako lakini asili yake ikawa inatokana na taifa jingine. Na wakati mwingine majini hawa anapokuwa amemuingia mtu, ana uwezo wa kumfanya yule mtu aiongee lugha ambayo yeye binafsi hajaisoma, hajaikulia, hajui hiyo lugha kabisa, lakini akazungumza, au hajasoma kabisa lakini akazungumza lugha ile ambayo yule jini ametoka. Kwa hiyo unaweza ukaona katika maelezo haya majini yamegawika katika categories, katika makundi tofauti tofauti. Sasa napozungumzia majini ya uganga, yanaweza kuwa majini yanayotoka katika kundi lolote katika haya, na napozungumzia majini ya asili yanaweza kuwa ni yale majini ya ukoo ambayo mwanadamu anatokana na ukoo aliozaliwa nao au ukoo ambao yeye ndio ametokana nao. Na jini aina ya 5 ya jini ni yale majini ya kutumwa. Aina ya 5 ya majini ni yale majini ya kutumwa. Yaani hapa nazungumzia jini aliyetumwa na mtu au kikundi cha watu, au akatumwa na kundi la majini wenzake kwa lengo la kwenda kumharibia mtu fulani maisha yake. Hapa sasa jini huyu anakuwa amepewa zawadi. Aina hii ya majini mara nyingi anakuwa amepewa zawadi. Anaweza kuwa amechinjiwa mnyama, inaweza kuwa amechinjiwa ndege kama vile njiwa na kadhalika, kuku na kadhalika, kisha akalishwa viapo vya kutumwa ili aende akamdhuru mtu fulani. Sasa majini haya nayo ni moja kati ya majini ambayo yana madhara makubwa, na mwanadamu anapokutwa na majini haya anaweza kuwa katika maisha yake anaweza kukosa msaada mpaka atakapoondoka duniani, au ikawa majini haya ndiyo sababu ya kuondoka kwake duniani. Kwa sababu aina hii ya majini ni miongoni mwa majini ambayo yanafanya mapambano ya kutosha ili kuhakikisha kile alichokula nacho kiapo anakitimiza. Na kama ikitokea Mwenyezi Mungu hajajalia kuufanya uhai wa huyu mtu kuwa ndio mwisho, basi ataendelea kuteseka kwa maradhi katika kipindi kirefu bila ya kupata msaada. Aina hizi 5, unapopata aina hizi 5 za majini, kuna uwezekano mkubwa maisha yako yakafisidika. Kuna uwezekano mkubwa afya yako ikaharibika na ukakosa njia ya kuirejesha afya yako. Kuna uwezekano mkubwa uchumi wako ukaharibika na ukakosa njia ya kurejesha uchumi wako. Kuna uwezekano mkubwa labda mahusiano yako yakaharibika na ukakosa njia au namna ya kuyarejesha mahusiano yako. Hapa ndio maana leo tumeona, au katika kipindi hiki tumeona tuwe tunapata fursa ya kuelezea na kuzungumzia aina hizi 5 za makundi ya majini ambazo zimekuwa zikiwasumbua watu sana katika maisha yao. Mpenzi mtazamaji, kabla hatujarudi kwenda kukagua aina moja moja ya majini haya,
Sasa ningependa niitumie fursa hii kwanza kukupa taarifa muhimu na tangazo muhimu, na hapa nazungumzia zaidi ndugu zetu wa Koroiz katika nchi hii ya DRC, Democratic Republic of Congo, yani naizungumzia Congo na ziara yangu katika nchi ya Congo. Wapenzi watazamaji, kwa wale ambao ndugu zetu waliopo Koroiz wameomba kwa muda mrefu na wamekuwa wakisisitiza kwa simu mara kwa mara kuhitaji tuende Koroiz ili tukakae angalau siku 2-3 kwenda kutoa huduma kwa jamii na kuwasaidia wale ambao kutokana na umbali uliopo baina ya Koroiz na hapa katika mji wa Lubumbashi wanashindwa kutufikia, kwa sababu yawezekana mtu ni mtumishi na makampuni yanayofanyia kazi yanapata siku moja mapumziko, na kutoka Koroiz mpaka Lubumbashi ni zaidi ya kilomita 300. Jambo hili litapelekea mtu atembee masaa 5 kwenda, masaa 5 kurudi. Kwa hiyo anakosa muda wa kufanya huduma. Atakapofika hapa hawezi kupata huduma ya matibabu kwa timilifu. Hivyo wengi wenu katika wale wapenzi wetu kule Koroiz mkaomba tufanye utaratibu wa kwenda kutembea Koroiz na kutoa huduma kwa watu wa Koroiz, na ikibidi kuwasaidia siku 2-3 kutatua changamoto kama ambavyo watu wa Lubumbashi walifaidika. Mimi kama mkurugenzi wa kampuni ya Islah Company Limited na Islah Islamic Foundation tumeona tukubali na kukipokea kilio chenu, na nitumie fursa hii kuwajulisha kwamba sasa tumeridhika rasmi kuwa na sehemu ya kutolea huduma katika mji wa Koroiz kwa muda ambao tutaupanga kuwepo Koroiz. Lakini kabla hatujahitaja tarehe ya kwenda Koroiz, kwanza tunataka watu waendelee kujiandikisha angalau kwa wiki 1 hadi 1.5, kati ya siku 7 mpaka 10 watu wajiandikishe. Tukishatimiza tu idadi takriban ya watu 50 wa kwanza, basi mimi nitapeleka timu Koroiz ili niende nikawasikilize na kuwasaidia watu waliopo Koroiz kuwahudumia. Sasa vipi unaweza wewe ukapata nafasi ya kujua tunapatikana wapi? Na kuna baadhi yenu mmekuwa na mashaka kwamba dokta, nafikia hotelini, gharama za hoteli, na wakati mwingine kukaa hotelini mtu mwingine anaona shida, hotelini sio mahali pastara sana. Sasa tumefanya utaratibu na tumesha renti nyumba. Tumepata nyumba maalum ya kufanyia shughuli zetu, nyumba ambayo inajitegemea kama ilivyo nyumba yetu hii iliyopo hapa Lubumbashi. Kwa wale mliopo Lubumbashi mnajua kuna moja ya nyumba nzuri kabisa hapa, na ndio ofisi yetu inafanya kazi hapa. Kwa hiyo pale katika mji wa Koroiz nako tumepata eneo la kufanyia kazi na tumepata nyumba, na ndugu yetu Ustadhi Ali ambaye yuko kule kwa ajili ya kupokea wagonjwa katika kipindi hiki, kupokea wagonjwa, wafanya biashara na watu mbalimbali wanaotaka kuonana na mimi, wanakwenda kujiandikisha pale. Unakwenda kujiandikisha, unapangiwa appointment mapema. Ili lengo letu ni nini? Lengo letu kufanya hivi, kuna watu pia tumegawika katika makundi, tumegawika katika categories. Kuna mtu mwingine kwa nafasi yake na hadhi yake anahitaji private. Sasa kwa kuwa unahitaji private, naomba utachukua hii namba, au kama kuna mtu wako unaona anahitaji private na mimi, naomba chukua hii namba nitakayoitaja, mpigie simu huyu kijana wetu ambaye yuko pale, atakupokelea, kisha atakupa utaratibu wa kwenda kuandikisha fomu yako na kutengeneza appointment yako, ili uwe unajua napokuja Koroiz kama nitakaa siku 5 ama 7, basi ndani ya siku hizo we siku yako ni ipi na muda wako ni upi, kulingana na mahitaji na nafasi yako binafsi. Unahitaji tuonane mchana, unahitaji tuonane usiku, kwa private wako tutapanga ratiba, na inshallah tutakutana na wewe katika mazingira mazuri ya kuheshimisha na nafasi yako kwa kadiri Mwenyezi Mungu atakavyotuwezesha. Kwa njia ya kupata mawasiliano kwa wale ambao mnataka kukutana nami pale Koroiz, piga namba hizi za simu kwa ajili ya Koroiz peke yake. Namba hizi za simu ninazozitaja ni kwa ajili ya ndugu zetu na vipenzi vyetu wa Koroiz peke yake. Namba yetu ya simu ni 0817 35 80 23. Nitairudia namba, na hii namba pia iko WhatsApp. Hii namba pia iko WhatsApp
Nitairudia namba hii ili na wewe uweze kuinakili pembeni, na nitamuomba director Jamal atuwekee namba hii katika mitandao yetu ya kijamii ili wale watu wa Koroiz waweze kuwa na namba hii. Namba yetu ni 0817 35 80 23. Nitairudia namba 0817 35 80 23. Hiyo ndio namba ya kutupigia. Mpigie Ustadhi Ali WhatsApp au kawaida hivi sasa, atakupa mwongozo na watu wanaendelea kuandikisha. Kwa taarifa nilionayo mpaka leo tulikuwa na karibu watu 11 tangu jana akiwa anaandikisha, na siku za kuandikisha ni 7 tu. Baada ya siku 7 tayari nakuwa katika mji wa Koroiz. Kwa hiyo kuanzia leo kuna siku 7 tu za kuandikisha. Jiandikishe ndani ya hizo siku 7 ili upate fursa ni kuitumia siku 7 nitakazokuwa Koroiz kwa ajili ya kupata huduma na kukupatia huduma. Mpenzi mtazamaji, baada ya tangazo hilo na maelezo machache juu ya ujio wangu katika mji wa Lubumbashi, katika mji wa Koroiz, sasa niitumie fursa hii kukukumbusha na kukuelekeza kwamba taasisi ya Islah Islamic Foundation tuna kituo cha matibabu kinachopatikana Dar es Salaam, Ilala Bungoni, barabara ya Sharifu Shamba, nyumba namba 3. Katika mji wa Dar es Salaam pale Ilala Bungoni, barabara ya Sharifu Shamba, nyumba namba 3, pale ndipo ilipo makao makuu ya ofisi ya Islah Islamic Dua Center. Katika kituo hiki kuna huduma mbalimbali za matibabu zinatolewa. Hapa tunakwenda kukusaidia kufungua vifungo vinavyokutesa, kuondoa majini wachafu mwilini, na hapa nataka nikuhakikishie, hii sina mashaka kabisa. Katika kituo chetu tumefanikiwa kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu na nguvu kubwa ya uwezo wa kupambana na majini wachafu katika mwili wako. Kama wewe unasumbuliwa na majini wachafu, taasisi hii, na ukifika kituoni, sisi tunatoa kabisa majini wachafu katika mwili, na mwili unabaki salama kabisa. Kwa hiyo wewe cha kufanya ni kufika Ilala Bungoni, barabara ya Sharifu Shamba, nyumba nambari 3. Namba ya simu ya Ilala Bungoni, kama unataka kuwasiliana na ofisi yetu ya Ilala Bungoni, utatupigia kwa namba za simu zifuatazo: 0710 400 200. Nitairudia namba 0710 400 200. Kwa wale mlio nje ya Dar es Salaam, nje ya Tanzania, namba hii utaipiga kwa kuanza na alama ya kujumlisha 255 710 400 200. Ama kwa hapa Lubumbashi ambako sasa ndio tuna kituo chetu tunapopatikana hivi sasa, na watu wanaendelea kupata huduma kutoka maeneo mbalimbali katika nchi hii ya Kongo. Katika maeneo mbalimbali wanamiminika hapa na kupata huduma. Hapa Kongo tunapatikana maeneo ya Lebata, Golf Lebata, iliyopo katika mji wa Lubumbashi. Ama kwa namba za simu za hapa ni 098 46 45 690. Nitairudia namba 098 46 45 690. Namba inaonekana katika bango lako hapo. Namba hiyo pia itakusaidia kwa wale ambao wangependa kufika hapa ofisini kwetu katika eneo la Golf Lebata. Hapa ndipo tunapopatikana kila siku kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni, na wewe pia unayo nafasi ya kupata huduma ya kutatua changamoto za matatizo yanayokuzunguka, yawe ya kibiashara, uwe unasumbuliwa na uchumi, uwe unasumbuliwa na tatizo la mapenzi na mahusiano, uwe unasumbuliwa na maradhi katika mwili. Naomba nikuhakikishie tumejipanga, tuko na nguvu ya kutosha ya kupambana na matatizo yako na kukupa faraja ambayo pengine umeipoteza katika kipindi cha muda mrefu. Ama kwa wale ambao wanataka kuwasiliana na Dr. Sule moja kwa moja, namba zangu mwenyewe, na ukipiga simu moja kwa moja unapata mawasiliano yangu, utatupigia kwa namba 0
0748 800 400, 0748 800 400. Hiyo namba yangu ya mkononi, au alama ya kujumlisha 254 715 28 60 76. Hii ni namba yetu ya Kenya. Kwa wale ambao wako hapa Lubumbashi pia wanaweza kuitumia namba hii kupata mawasiliano. Alama ya kujumlisha 254 715 28 60 76. Namba hiyo ukipiga pia itakupa mwongozo wa kuweza kuwasiliana nasi na kupata huduma zetu, ama kwa mwongozo wa jambo lolote. Namba yoyote katika hizo unaweza pia ukaitaja, na pia ikakupa mwongozo wa kupata kujua hatua gani ufanye, wapi utatupata, vipi utapata huduma zetu au huduma zangu. Kimsingi tu niseme kwa wale wapenzi wangu, Dr. Sule nipo Kongo, napatikana Lubumbashi hapa Golf Le Bata, na tunatoa huduma kila siku asubuhi saa 2 mpaka saa 11 jioni. Hatuchagui dini, hatuchagui kabila, hatuchagui jinsia. Mtu wa namna yoyote tunamkaribisha katika huduma zetu na atapata huduma zetu. Mpenzi mtazamaji, kabla ya kuendelea sasa katika kipindi chetu na kuzungumzia sasa aina 5 za majini wale makorofi, dakika moja hivi sekunde kadhaa nipate breki fupi, alafu tuendelee sasa na kipindi chetu, ili nawe upate kufaidika kutokana na aina 5 za makundi ya kimajini ambayo ni makorofi zaidi. Na ikitokea aina hii ya mashaitani wamekupata kundi moja katika hawa, amekuingia moja katika makundi haya, basi wewe unaweza kuwa unaharibikiwa kwa namna yoyote ile. Wafanya biashara wengi walijikuta biashara imeharibika, wafanya kazi wengi walijikuta kazi inaharibika, na wengi wao walijikuta wamepoteza dira, mwelekeo wa maisha yao kwa sababu ya viumbe hawa hatari katika maisha ya wanadamu. Pate breki fupi, kisha tutarudi inshallah kuendelea na kipindi chetu. Naam. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji wa Isra TV, sehemu ya pili ya kipindi chetu, kipindi cha kuzungumzia aina 5 za makundi ya majini makorofi zaidi, ambayo katika makundi haya ukipatwa na mmoja kati ya makundi haya 5, wewe unahitaji msaada wa kutosha. Na kama uko mbali nasi unahitaji msaada hapo hapo ulipo, utumiwe dawa. Huwezi kufika eneo tulilopo kwa sasa. Dawa 2 zinaweza kuleta matokeo chanya. Dawa 2 ukiagiziwa kwa dozi yake zinaweza kuleta majibu mazuri na tatizo likaisha kabisa na ukawa sawa. Lakini dawa hizi, utaratibu wa kutuma ni lazima kwanza upate maelezo kamili kutoka kwa wasaidizi wangu au mimi mwenyewe, tuweze kujiridhisha kwamba tatizo lako linaweza kutumiwa dawa na likatatuliwa kutokana na utaratibu wa kutumia dawa. Sasa utaratibu huo tunaweza tukautolea maelezo kwamba mwanadamu yeyote mwenye tatizo basi atapiga hizo namba za simu au atafika ofisini tumpe mwongozo. Lakini kimsingi tu ambacho naweza kusema, dawa inayoweza kukusaidia kutatua changamoto za aina hii ya majini 5 kwa haraka na kwa pamoja ni dawa 2 mchanganyiko. Hapa utatumia mafuta ya silver oil na fetisopreto powder. Hapa utapata dawa ya fetisopreto powder na silver oil mafuta. Combination ya dawa hizi 2 ina uwezo mkubwa wa kupambana na nguvu za giza za mashetani, nguvu za giza za mizimu, nguvu za giza za uchawi na nguvu za giza za aina yoyote ya majini. Hata haya majini 5, dawa hizi kama zinaweza kutumika vizuri na kwa muda mrefu, tatizo linaweza kuisha. Cha msingi tu ni kufanya mawasiliano na ofisini kwetu ili uweze kufaidika na huduma zetu na kuepukana na matatizo yanayokusumbua.
Mpenzi mtazamaji, baada ya maelezo hayo ya utangulizi, sasa niitumie fursa hii kuwakumbusha kwa wale ambao tumetoka wote katika kipindi kilichopita, aina hii 5 za majini tuligusa zaidi kundi la kwanza, na hapa tulizungumzia dalili za mtu mwenye majini mahaba. Na kimsingi tu majini mahaba na majini mengine yote yanapoingia katika mwili wa mwanadamu ili kujijua kuwa sasa ameshaathirika na mashetani haya, ima mizimu au majini cheketu au majini ya kutumwa au majini haya tunayoita majini ya mizimu, aina hizi 5, yoyote katika haya majini yatakapokupata, kuna aina 2 za dalili ambazo zitathibitisha kwamba wewe una aina hizi kuu 2 za majini yanakusumbua. Dalili kuu 2 zimegawika. Dalili ya kwanza ni kuwa zile tunaziita dalili za wazi. Dalili za wazi mara nyingi ndio dalili ambazo zinaweza kukuthibitishia kwamba wewe una tatizo, lakini kwa bahati mbaya sana kuna baadhi ya majini, kutokana na hali yao ya ufundi wa kiuchawi, anapokuingia na kuharibu mwili wako, huwa anapiga, anafunga na kujificha, ili wewe unapokuwa unapata tatizo au umeshapata tatizo, iwe kwako ni ngumu kujitambua una tatizo gani. Nini wanachofanya? Wanazificha hizi dalili za wazi, mara nyingine huwa hazijitokezi. Na dalili za wazi ni zipi? Dalili za wazi huwa ni kuota ndoto. Ukipatwa na aina yoyote ya jini, dalili ya kwanza, dalili za mwanzo kabisa za wazi huwa ni kuota ndoto, ambazo mara nyingi sasa kuota ndoto si lazima, yani si lazima mtu mwenye jini aote ndoto, si lazima mtu aliyepigwa na uchawi aote ndoto, si lazima mtu aliyepatwa na hasadi aote ndoto, si lazima, lakini inaweza kutokea mtu akaota ndoto. Sasa upo wakati ndoto zinaweza kufungwa, na ndoto zinaweza kufungwa kwa namna 2. Muotaji anaweza asiote kabisa au akasahau kile anachoota. Kitendo hiki kinafanya dalili za awali zisijitokeze. Kwa hiyo kundi la kwanza la kujua kwamba wewe umesibiwa na shetani au uchawi au mizimu mibaya, basi utaota ndoto, na hii ndio dalili ya awali, na wengi wanaweza kupata na hizi dalili. Lakini aina ya pili ya dalili za kuwa mtu amesibiwa na mashetani, dalili za aina ya pili au kundi la pili la dalili zisizokuwa za wazi, ni yale matukio unayoishi kuendelea kuyaishi katika maisha yako. Yako matukio automatically yakitokea katika maisha yako, basi wewe jua utakuwa una dalili za kuwa hapo ndani ya maisha yako kuna vitu vibaya vimesha kuathiri. Na hizi dalili za pili za wazi nimesema, zisizo za wazi nimesema, hizi ndizo dalili ambazo ni lazima zitokee na lazima zionekane. Bali dalili hizi zinaweza kubadilika baadhi ya maeneo kutokana na aina ya matatizo ulionayo au aina ya majini yaliyokupata, kwa sababu majini cheketu dalili zake kuna baadhi zinatofautiana na majini wengine. Dalili za mizimu wakati mwingine zinatofautiana na dalili zingine. Dalili za majini mahaba zinatofautiana na dalili za magonjwa ya majini wengine. Dalili ya majini ya kutumwa yanatofautiana na dalili ya aina nyingine za majini. Kwa hiyo utaona kwamba hata aina za majini nazo dalili zake zinakwenda kutofautiana, zinatofautiana, haziwi katika utaratibu mmoja. Kutokana na sababu hizi sasa, ndio maana tumekuwa tukitoa ufafanuzi mpana ili kukusaidia pale ulipo nyumbani. Hii ni kama kliniki nyumbani kwako, inakuwezesha wewe hapo ulipo kujitambua una maradhi gani, dalili zako ni zipi, na dalili za maradhi ulionayo ni zipi, na nini uweze kupata huduma. Manake hapa tunakuletea kliniki nyumbani kwako hapo ulipo. Kwa kuipata video hii, kwa kupata mafundisho haya, yanakusaidia wewe kutambua una tatizo gani, dalili zake ni zipi, changamoto za matokeo za tatizo haya hilo ni yapi, na nini kifanyike ili kujinusuru katika matatizo ulio nayo.
Mpenzi mtazamaji, labda tupate tena kwa fupi sana breki fupi, ili sasa tuende tukaendelee kuzungumzia kwa kina kabisa na upana kundi la pili la majini mahaba. Kundi la kwanza hapa tutazungumzia kwa ufupi, tutagusa kwa ufupi jini mahaba, alafu tuendelee na kundi la pili la majini, ambako leo panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu nataka tuzungumzie dalili za mtu anayesibiwa na jini cheketu. Dalili za mtu anayesibiwa na jini cheketu, ama watu wa kanda ya kati na kanda ya magharibi wanaita mkuli. Watu wa kanda ya magharibi huwa wanauita mkuli, jini wa kichawi. Vipi anaweza kuwa na madhara katika mwili wako, na unawezaje kujijua una jini wa kichawi? Anapoingia katika mwili wako jini wa kichawi, nini anachotaka hasa, na kazi gani anafanya, matokeo gani yanajitokeza? Kuna aina ngapi za mikuli katika mwili wa mwanadamu? Yaani kuna aina ngapi za majini wa kichawi zinazoingia katika mwili wa mwanadamu? Kaa nami hapa, utapata taarifa kwa kina na utajifunza vizuri kabisa. Ikiwa ndio kwanza unaingia katika kipindi chetu na unatamani kuwasiliana nami Dr. Sule ili kupata mwongozo wa matatizo yanayokusumbua, na badala ya kuingia kwenye mitandao ya kijamii watu waliojitengenezea akaunti feki na kuiba fedha za watu, nitumie fursa hii kukupa namba yangu ya simu ya mkononi mimi mwenyewe. Ukipiga namba hii itakupa mwongozo mzuri wa kukusaidia kutatua changamoto za matatizo yako. Namba nitazitaja mbili. Ya kwanza alama ya kujumlisha 254 715 28 6076. Nitairudia namba, alama ya kujumlisha 254 715 28 6076. Hii ni namba ya Safaricom ya Kenya. Namba hii pia ukipiga utapata mawasiliano yangu. Inapatikana WhatsApp na unaweza kupiga kawaida. Namba hii pia napatikana, japokuwa kwa sasa niko nje ya Tanzania, sipatikani kwenye namba hii moja kwa moja, isipokuwa WhatsApp. Wale watakaonitafuta kwa njia ya WhatsApp kwa namba hii watanipata na tutazungumza tatizo lolote linalokusumbua. Ama unataka kufika ofisini kwangu, ofisi zangu zinapatikana Ilala Bungoni, barabara ya Sharifu Shamba, nyumba namba 3, jijini Dar es Salaam. Tunapatikana Ilala Bungoni, barabara ya Sharifu Shamba, nyumba nambari 3. Kwa wale ambao wanataka kufika makao makuu ya Islamic Dua Center yaliyopo Dar es Salaam, ni Ilala Bungoni, barabara ya Sharifu Shamba, nyumba nambari 3. Namba za simu za mawasiliano za hapo ni 0710 400 200. Namba za simu za hapo ni 0710 400 200. Alama ya kujumlisha 255 710 400 200. Hizo ndio namba za kupiga pale Ilala Bungoni. Ukifika pale utapokelewa kwa furaha kubwa, nasi huduma yetu iko wazi kwa ajili yako. Milango ya ofisi iko wazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi majira ya saa 12 za jioni kila siku. Hatuna siku ya mapumziko isipokuwa siku ya Idi peke yake. Ama kwa wale ambao wangetaka kuniona kwa sasa nikiwa hapa Kongo, ofisi iliyopo hapa Lubumbashi, napatikana Lubumbashi maeneo ya Golf Le Batan. Hapa ndipo napopatikana. Napatikana Lubumbashi eneo la Golf Le Batan. Hapa napatikana kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni kwa saa za Kongo au saa za Afrika ya Kati. Hapa Le Batan Golf ni karibu kabisa na Ikoma Lodge. Karibu kabisa na Ikoma Lodge. Na ikikupendeza kupiga namba za simu ili ufike hapa, namba ya kupiga ni hii ifuatayo: 098 46 45 690. Nitairudia namba 098 46 45 690. Namba hii utapiga hapa Lubumbashi
na utapata huduma zetu moja kwa moja hapa Lubumbashi. Lakini pia msaada zaidi wa namba hizi, kama unashindwa kuziandika kutokana na lugha yangu ninayoitumia, Kiswahili kinakupa shida, Kiswahili bora, angalia hapo kwenye mabango namba hizo zilizoweka, hizi zitakupa mwongozo kunifikia moja kwa moja. Ila sikushauri kutuma pesa mpaka ukonfamu umeongea na Dr. Sule, umeonana na Dr. Sule na umethibitisha kwamba kweli hapo umewasiliana moja kwa moja na Dr. Sule. Mpenzi mtazamaji, faida kubwa na kilio cha watu wa Kolwezi bila kuwasahau, hapa nitumie fursa hii kuambia ndugu zetu wa Kolwezi, huduma inakuja Kolwezi. Dr. Sule na safari ya kuja Kolwezi kwa siku 7. Natarajia kuwa Kolwezi kwa siku 7. Wakati wowote baada ya kutimia idadi ya watu ambao tumepanga. Watu tunahitaji 100. Kati ya hao tutaanza na 50 wa kuandikisha na 50 nitakao kutana nao pale. Katika hao watu 100, na wewe kama unataka kushiriki katika jambo hili, unaweza ukaandika 0817 35 80 23. Namba ya kujiandikisha Kolwezi hivi sasa, ukipiga namba hii iko wazi, ambayo ni 0817 35 80 23. Nitairudia namba 0817 35 80 23. Ukipiga namba hizo utawasiliana moja kwa moja na Ustadhi Ali, ambaye yeye ndio mwenyeji wetu kwa sasa Kolwezi, na amekuwa akiendelea kupokea wageni ili kujiandaa kwa ujio wangu na kwenda kutoa huduma kwa wale ndugu zetu mliopo katika mji wa Kolwezi. Mpenzi mtazamaji, kabla hatujataja sasa sifa chache na dalili chache za mtu mwenye majini mahaba na kwenda kujikita na jini wa kichawi, sasa nipate break kwa dakika chache, tupate break kwa sekunde kadhaa, kisha tutarudi hapa kuendelea na ratiba yetu kama kawaida. Penzi mtazamaji, tunaendelea na maudhui yetu, na kama nilivyosema awali, tutakwenda kuzungumzia kwanza nitagusa kwa ufupi kwa wale ambao labda kipindi kilichopita hawakupata fursa ya kukiangalia. Sasa unaweza kwenda kujifunza baadhi ya dalili za kuthibitisha kwamba wewe una jini mahaba, na hapa nitazungumzia aina kuu 2 za dalili, ambaye na kwanza dalili ni zile za wazi ambazo nimesema dalili za wazi huwa ni ndoto. Dalili ya kwanza ya ndoto ni kuota ndoto kama unafanya mapenzi, ndoto ya kuwa una mimba, ndoto ya kuwa unanyonyesha, ndoto ya kuwa unajifungua, yani unazaa mtoto, ndoto ya kufunga ndoa. Hizo ni moja kati ya ndoto za kuthibitisha kwamba wewe una jini mahaba. Lakini ndoto nyingine ambayo inaweza kujitokeza na kuthibitisha kwamba wewe una jini mahaba katika maisha yako ni pale unapokuwa unaota watu wengine wanafanya jimaa, wanafanya mapenzi, yani ukaota watu wengine wanafanya mapenzi. Ndoto nyingine ni wewe kuota unakutana na mwanamme au mwanamke kwa jinsia moja. Kwa mfano, wanawake unakuta mnafanya mapenzi ya jinsia moja, au wanamume unakuta kunafanywa mapenzi ya jinsia moja. Hizi ni dalili kwamba wewe, yawezekana kabisa kwamba wewe una majini mahaba. Unapokuwa na ndoto hizi, mara nyingi hizi ni dalili kwamba wewe una majini mahaba. Ndoto nyingine ni pamoja na kuota unapaa angani. Ndoto nyingine ni pamoja na kuota uko katika maji. Ndoto nyingine ni pamoja na kuota unapaa angani. Ndoto nyingine ni pamoja na kuwa upo katika maji. Na japokuwa ndoto hizi za katika maji zimegawika katika makundi, lakini nyingi kati yazo ni zile zinazokwenda kugusa moja kwa moja kwamba wewe umesibiwa na jini mahaba. Ukitoa dalili hizi chache za wazi
ambazo nazo si lazima zijitokeze. Kuna dalili tunaziita zisizo za wazi, ambazo hizi kwa kawaida ni dalili za lazima ili kuthibitisha kwamba mhusika amesibiwa na majini wachafu. Ndoto ya kwanza ya kuthibitisha kwamba wewe una jini mchafu katika mwili wako ni ndoto ya kuota nyoka. Mara nyingi nyoka ni ndoto inayobeba asili ya majini kwa nafasi yoyote. Anaweza kuwa jini wa aina yoyote na akabeba nafasi ya nyoka katika njozi, kwa sababu mara nyingi watu wenye tatizo la majini wachafu katika mili pia hujiotea njozi inayotokana na nyoka. Dalili nyingine ya kwamba wewe una jini mahaba katika maisha yako ni kuchukia tendo la ndoa. Dalili nyingine ni kwamba wewe una jini mahaba katika maisha yako ni kuchukia tendo la ndoa. Kuna baadhi ya wanawake au wanamume hulichukia tendo la ndoa na hujisikia shida na taabu, na wakati mwingine hata kama ameshaingia katika ndoa anaweza kujikuta zile nyakati za faragha na mwenzi wake yeye ndio anazichukia zaidi kuliko nyakati zozote. Dalili hii pia ni miongoni mwa kuwa una jini mchafu au jini mahaba. Dalili nyingine ni kugombana na mwenzi wako mara kwa mara, na hapa haijalishi mko katika ndoa au mpo tu katika mahusiano. Yaani mara nyingi mtu mwenye jini mahaba hujikuta anaingia katika migogoro isokuwa ya lazima baina yake na mwenzi wake, tena mara kwa mara, kugombana kusiko kuisha wala kusikokuwa na sababu za msingi. Mara kwa mara hujikuta unajigombana au unagombana na mwenzako, unajikuta mnagombana na mwenzako. Ukiona hii hali inatokea, basi kuna possibility kubwa kwamba wewe una jini mahaba. Dalili nyingine ni kuwa na hasira. Dalili nyingine isokuwa ya wazi ni kuwa na hasira. Mara nyingi mtu mwenye jini mahaba anaweza kuwa na hasira. Hata aina nyingine za majini inaweza pia kumfanya ajikute anakuwa na hasira za mara kwa mara. Dalili nyingine ni kumchukia mume au mke. Dalili nyingine ni pamoja na kumchukia mume au mke, na hii mara nyingi huwa inajitokeza watu wakawa hata mke na mume mkawa mnachukiana bila ya sababu yoyote. Hizo ni katika dalili tunazoziita dalili za wazi. Dalili nyingine zisizo za wazi ambazo pia huwa zinajitokeza ni kwa mwanamke kufunga hedhi au hedhi kuto kufuata utaratibu wake. Dalili nyingine, mwanamke kufunga hedhi. Mwanamke anaweza kuwa anapata hedhi lakini hedhi haifuati utaratibu. Na hapa naomba nieleweke. Tunapozungumzia hedhi kuto kufuata utaratibu kwa mwanamke kuna vitu vingi. Cha kwanza, mwanamke anaweza kujikuta anaruka siku. Anaruka siku. Siku zinabadilika. Ama siku kurudia katika mwezi zaidi ya mara moja sio shida. Inategemea aina ya mzunguko alionao mwanamke katika maisha yake. Mwanamke mzunguko wake unaweza kuruhusu mwezi mmoja kujirudia mara mbili, kwa sababu mwanamke au wanawake wamegawanywa katika makundi matatu ya mizunguko katika zile kalenda zao za kila mwezi. Kuna long cycle, short cycle na medium cycle. Kuna mzunguko mrefu, mzunguko mfupi na mzunguko wa kati na kati. Hapa ninapozungumzia mzunguko kujirudia na ukusudia ule unaojirudia ndani ya siku 20 mara mbili. Ndani ya siku 20, yani chini ya siku 20 mara mbili. Kuanzia siku 19 umerudia tena, siku 18 umerudia tena. Ukijiona ndani ya siku 18, yani 9 mara mbili, unagawika 18 au 7 mara mbili 14 au 19 au 18 mara mbili 99, au umejirudia ndani ya siku 19 mara mbili, siku 99 na moja umeanza, basi wewe mwanamke una tatizo la majini mahaba, kwa sababu miongoni mwa majini wenye tabia ya kubadili kalenda ya mwanamke ni majini mahaba. Lakini ukiachilia mbali kwenye swala la kubadili kalenda, majini haya pia yanaweza kumfanya mwanamke apate siku nyingi za hedhi. Yani anapokaa kwenye hedhi anapata siku nyingi. Anaweza kukaa kwenye hedhi siku 6, siku 7, siku 8 mpaka 10. Yeye anairudia tu ile hali ya hedhi inajirudia kwake. Hiyo ni dalili kwamba wewe yawezekana pia umesibiwa na jini mahaba, kwa sababu kitendo cha hedhi kutokufuata utaratibu au kujirejea mara kwa mara, hiyo ni dalili kwamba wewe una jini mahaba. Dalili nyingine ni kuharibika kwa mimba.
Baadhi ya wanawake pia wamekuwa na shida ya kutokushika mimba kutokana na tatizo haya ya jini mahaba. Dalili nyingine ni mimba kutoka. Dalili nyingine ni mimba kuharibika au kutoka au kuzaa watoto waliokufa ambao wameshatimiza umri wa kuzaliwa. Anapo siku ya kuzaliwa au masaa machache kabla ya kuzaliwa, mimba ina stop kucheza na mtoto anafariki au anazaliwa akiwa amefariki. Hiyo pia ni dalili kwamba wewe una jini mahaba. Dalili nyingine ni kuharibu mimba kama nilivyosema, na dalili nyingine nimesema ni kupata tatizo la kupungukiwa nguvu za kiume. Dalili nyingine ni kupungukiwa nguvu za kiume. Wanamume wengi leo wana shida za nguvu za kiume kutokana na tatizo la majini, yaani ile kuwati jimaa. Wanakuwa na shida ya udhaifu wa tendo la ndoa kwa sababu ya tatizo la kuwa na jini mahaba. Na kimsingi, kwa hali ilivyo mbaya sasa, katika kila wanamume 5 unaopishana nao, basi wanamume 3 wana udhaifu wa tendo la ndoa. Maanake katika kila wanamume 10, wanamume 6 wana udhaifu wa tendo la ndoa. Kwa nini? Ziko sababu nyingi sana. Katika moja ya magonjwa yanayosababishwa na sababu nyingi zaidi katika mwili wa mwanadamu ni udhaifu wa tendo la ndoa. Upungufu wa tendo la ndoa umekuwa tatizo katika maisha ya wanamume wengi kwa sababu ya dalili nyingi au sababu nyingi zinazosababisha udhaifu wa tendo la ndoa. Tendo la ndoa lina sababu zaidi ya 10 ambazo zinasababisha mwanamume kupata udhaifu wa tendo la ndoa. Miongoni mwazo tazitaja kwa uchache. Presha inaharibu tendo la ndoa. Kisukari kinaharibu tendo la ndoa. Hemoroidi, ile mgoro kutoka kitu, inaharibu tendo la ndoa. Prostate, tezi dume, inaharibu tendo la ndoa. Low immune, kinga ya mwili kushuka, inaharibu tendo la ndoa. Tension, ndio pressure, inaharibu tendo la ndoa. Yaani ni mengi. Majini mahaba yanaharibu tendo la ndoa. Kwa utajikuta tendo la ndoa ni moja kati ya magonjwa yanasumbua watu wengi sana, na ndio maana sisi kama Islah tumeamua kufanya tafiti ya kina ili kuhakikisha wanamume tunawarudishia heshima na thamani yao katika majumba. Ni kuhakikisha tumepata produkti, tumepata tiba ya uhakika inayoweza kuondoa tatizo la udhaifu wa tendo la ndoa bila ya kujali sababu za hilo ni za kibiolojia au zisizokuwa za kibiolojia. Yaani shetani ndo amesumbua ama una magonjwa ya kibiolojia ndo anasumbua. Nataka nikuhakikishie, na hii ni uhakika, usipopata matokeo tunakurudishia fedha yako. Na maanisha kutibu tendo la ndoa na udhaifu wa tendo la ndoa, Islah tuna uhakika na tiba yetu, nayo ni tiba ya Adinura pills na powder. Adinura pills na powder. Na kwa nyinyi watu wa Kongo, Adinura tunayo. Adinura ipo, imeshaletwa, na bahati nzuri inapatikana hapa Golf Le Bata. Kwa wanamume ambao mna tatizo hili, mna changamoto za tendo la ndoa, naomba nikuhakikishie, nakupa capsules zangu ama pills zangu, kopo zako 3 tu, wewe ilo tatizo limeisha na inshallah halitarudi tena. Naomba uje uchukue dozi ya kwanza, dozi ya pili, dozi ya 3. Ukiweza kuchukua zote sawa. Na hizi zinapatikana Lubumbashi na zinapatikana Dar es Salaam. Bila ya shaka yoyote, unataka dawa hizi kwa hapa Lubumbashi, tupigie 098 46 45 690. Kwa kule nchini Tanzania tupigie 0710 400 200. Adinura ni dawa imefurahisha watu na imetoa matokeo. Na nataka nikwambie, sio tiba ya kupunguza tatizo, sio tiba ya kubusti tatizo kwamba wakati ule unataka kutana na mwenzi wako ndio imeishia pale. Hapana, hii ni tiba kamili kwa sababu ni nutrition iliyobeba virutubishi vya kutosha ili kuondoa tatizo kabisa katika maisha yako. Kwa hiyo niseme tu, unaweza kupata tiba nzuri kwa tatizo la nguvu ama udhaifu wa tendo. Na miongoni mwa dalili za kwamba wewe una jini mahaba, inawezekana kabisa kwa wewe kupoteza ule hali ya kuliendea tendo la ndoa. Dalili nyingine ni kuto kusikia ladha ya tendo la ndoa.
Dalili nyingine ni kuto kusikia ladha ya tendo la ndoa. Kwa wanamume wengi wamekuwa na shida ya kuto kusikia ladha ya tendo la ndoa, au wanawake. Kuna baadhi ya wanawake anaingia yuko katika ndoa, lakini anapofikia kwenda kucheza mechi ya Simba na Yanga, anakwenda kucheza mechi, hana ladha yoyote katika mwili wake. Hii ni tatizo kubwa. Na wewe mwanamke ambaye hupati ladha, hujawahi kufika kileleni, kuna wanawake hajawahi kufika kileleni, na wengi wao wana majini mahaba, ndio maana hawafiki kileleni. Mtu mwingine akwambia, mimi hata sijui huko kileleni kumekuwaje, au watu kileleni wanakifika juu ya mlima wanafanyaje, wanapeperuka na upepo, wanakuwaje? Nataka nikuhakikishie, yani ukifika kileleni, kama unapata fursa mwanamke ya kufikishwa kileleni, yani ni zaidi ya kuwa umepandwa na shetani. Unaweza ukaita maji mma, na unaweza ukapiga vigelegele mahala pa msiba, kwa sababu nataka nikwambie kileleni ni mahali pa ajabu sana. Kama hujawahi kufika kileleni, wewe una shida. Tumia dawa hizi hata kwa wanamume, wanawake. Adiniura pia ukimeza dawa hii itakusaidia, na tunayo pauda yake ya kukupa ladha na hamu ya kufikisha kileleni, na unafurahia maisha. Kama hujawahi kupata ladha wala kufika kileleni, dawa tunayo. Njoo tukusaidie hapa Ilala Bungoni, barabara ya Sharif Shamba, nyumba namba 3. Namba ya simu ni 0710 400 200. Kwa wale mliopo Lubumbashi, namba ya kupiga ni 098 46 45 690. Tunapatikana Golf Le Bata, karibu na Ikoma Lodge. Na niseme tu, hizi dalili za mwanamke au mwanamume ambaye ana shida katika majini mahaba, dalili za majini mahaba wallahi ni nyingi, hatuwezi kuzizungumza zote, hatutapata muda wa kuzizungumza zote, lakini nimejaribu tu kugusa chache, na kadiri siku zitakavyokuja nikipata muda nitaendelea kugusa nyingine na nyingine na nyingine, ili wewe ndugu yangu uweze kunielewa. Lakini ningependa kutaja dalili nyingine mbaya zaidi za jumla za mtu mwenye jini mahaba. Ya kwanza ni watu kukuchukia bila sababu. Miongoni mwa dalili hizo kubwa zaidi na mbaya zaidi, ya kwanza, utatengeneza chuki kwa watu. Watu watakuchukia bila sababu. Dalili nyingine ni pesa kuto kukaa mkononi. Utakuwa unapambana sana kutafuta pesa ikae mkononi, lakini utakuwa pesa haiwezi kukaa mkononi. Yani huwezi kuifanyia jambo la maana. Unaweza kupata pesa, lakini hutaifanyia jambo la maana. Pia unaweza kuwa na shida ya mipango yako mingi ya kiuchumi kukamilika. Yani wewe kila unapopanga mpango wa mafanikio, kabla haujafika huo mpango wa mafanikio, basi jambo lako linakuwa ni kuharibikiwa na mambo yako yatakwenda kuharibika. Nataka niseme ni kitu muhimu sana, unatakiwa kitambue hiki. Ukiona pesa yako haifanyi kitu cha thamani, unapata, yani ukiwa na pesa ndio matatizo yanajitokeza kwa wingi. Kama vile pesa, matatizo kama yanajua kwamba sasa kuna 200,000, linakuja tatizo 250,000, unajaribu kutatua tatizo, bado tatizo halijaisha na pesa huna. Wewe una tatizo la jini mchafu katika mwili wako, unahitaji huduma ya kina, unahitaji msaada wa kina. Dalili nyingine ni pamoja na biashara kutokwenda. Yani wewe kama unafanya biashara yoyote, biashara hii haiwezi kuleta matokeo chanya. Mara nyingi watu wenye majini mahaba, kila biashara anayojaribu kuifanya haitafanikiwa. Na hii haijalishi wewe mwenyewe kufanya. Hata kama una mke ana jini mahaba, wewe mwanamume utasota kutafuta kazi, wewe mwanamume utasota kutafuta biashara, wewe mwanamume utasota kutafuta mafanikio. Yani moja ya shida ya majini mahaba, bora aina zingine baadhi ya majini, shida ya jini mahaba akikushika wewe mwanamke, umemharibia na mumeo. Mumeo nao ataishi maisha ya shida sana. Kila anachojaribu kufanya kitaharibikiwa. Kila anachokimbizana nacho atakuwa anaharibikiwa. Yani mwisho wa siku atapata kauvivu ka maisha, hata asubuhi hajui akiamka aende wapi na aende kufanya nini, kwa sababu tuwe mke una jini mahaba au mwanamume ana jini mahaba. Kimsingi jini mahaba ni miongoni mwa majini yanayoshusha chini kabisa matokeo ya maisha ya mwanadamu, hata kama ulifanya jitihada kwa kiasi gani katika kupambana katika maisha yako. Nataka nikuhakikishie, na hii ni moja kati ya matatizo makubwa. Na haya majini mawili mara nyingi ni majini yanafanya kazi karibu. Kundi la majini mahaba na majini cheketu au mikuli, na ndio maana nimesema namba 1, namba 2 naizungumza majini haya. Wakati mwingine majini haya na kusababisha kupoteza vitu vya thamani.
Wakati mwingine majini haya pia yanaweza kukusababishia kupoteza vitu vya thamani. Kuna baadhi ya watu leo hawezi kukaa na kitu cha thamani, lazima atapoteza vitu vya thamani. Ima atapoteza pesa, atapoteza cheni, atapoteza dhahabu zake, atapoteza kitu, pesa nyingi, atapoteza biashara, yani atapoteza pesa katika mahala ambako anaamini atapata pesa nyingi. Akiingiza pesa zinapotea, anajikuta anaingia katika loss kubwa ya kiuchumi. Nataka nikuambie, wakati mwingine unapoteza pesa hata katika mazingira usiyotarajia. Umekwenda tu mjini, mtu anakushtukia, una pesa mfukoni, hizo pesa zinachukuliwa na zinakwenda. Sasa nini kimsingi unatakiwa kujifunza? Kwa kujifunza kwamba majini mahaba, moja kati ya majini ambayo yanaweza kusababisha ukapoteza fedha mara kwa mara, ukapoteza vitu vya thamani mara kwa mara. Mpenzi mtazamaji, hayo ni maelezo machache na mafupi tuliyojaribu kugusa tu jini mahaba na madhara ya majini mahaba kwa mwanamume au mwanamke. Dalili bado ni nyingi sana, na kila nitakapokuwa nikitaja makundi haya manne nitagusa zaidi kwenye kipande hiki, kwa sababu katika kila watu 10 unaowakuta wamesibiwa na majini, basi watu 6 mpaka 7 wana miguso ya jini ashku, wana miguso ya jini mahaba. Na katika hao, kama utachanganya jini mkuri, kwa maana majini cheketu, majini ya kichawi, na mahaba kwa pamoja, katika kila watu 10 wenye shida ya majini, 8 watakuwa wamesibiwa na mkuri na cheketu, kwa maana cheketu, mkuri na jini mahaba, kwa maana mkuri na mahaba au cheketu na jini mahaba kwa pamoja vinafanya kazi. Katika kila watu 10 wenye majini, 8 watakuwa wamesibiwa na mkuri na cheketu, alafu yale majini mengine yatagusa yale majini mawili. Hapa inamaanisha nini? Hapa inamaanisha kundi hili la mashetani ndio linagusa watu wengi zaidi, na ndio lina madhara kwa watu wengi zaidi. Mpenzi mtazamaji, wacha kabla hatujapata break, kwanza tupate break fupi. Baada ya hapo nikupe namba za simu ambazo zitakupa muongozo kabla wacha kwanza nikupe namba, ili baada ya hapo tupate break fupi, ili sasa nikazungumzie jini mkuri au jini cheketu. Mpenzi mtazamaji, ikiwa unataka mawasiliano na mimi Dr. Sule moja kwa moja, nipigie kwa namba yangu ya 0748 800 alama ya kujumlisha 255 748 800 alama ya kujumlisha 255 748 800. Namba nyingine ni alama ya kujumlisha 254 715 28 60 76. Namba hii pia itakupa mwongozo kunifikia moja kwa moja na kuweza kuzungumza nami. Na nikuombe tu, mimi naheshimu sana simu ya video. Mtu anaponipigia video, hata niko katika mazingira siwezi kuopokea, basi nitajitahidi kukaa pembeni ili nikuridhishe kwamba mimi ndio Dr. Sule. Nikuombe mtu asikudanganye yeye Dr. Sule na hayuko tayari kuongea na wewe video. Ama namba za simu za ofisi ya Dar es Salaam kwa wale wanaotaka kufika Ilala Bungoni, barabara ya Sharif Shamba, nyumba nambari 3 ni 0710 400 200, 0710 400 200. Kwa hapa Kongo Rebata Golfe unaweza kututafuta kwa namba 098 46 45 690. Kwa wale ambao wanataka kujiandikisha kwa ajili ya ziara maalum ya Kolwezi wiki moja baadaye kuanzia sasa, 0817 35 80 23, 0817 35 80 23. Piga namba hii sasa wewe wa Kolwezi ili upate huduma yako moja kwa moja. Mpenzi mtazamaji, nikukumbushe, tukimaliza kuzungumzia mkuri au majini cheketu, kama tutafika kipande kidogo, tutaweza kumaliza kwa upana. Tutataja dalili zake na sifa zake, vipi anamuingia mwanadamu na wako aina ngapi. Kabla ya tukimaliza kipande cha kwanza cha mazungumzo yetu, nitaruhusu sehemu inayofuata ya kipindi hiki, nitaruhusu kwa watu mbalimbali kupiga simu na kuelezea changamoto zinazowasumbua katika maisha yao kutokana na miguso ya shetani au uchawi. Wewe binafsi unataka kujua dalili ipi
inaashiria nini, ndoto au kitu gani unakipitia na kinaashiria nini, ili tukusaidie kwa kina kutatua changamoto ya maisha yako. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, dakika sekunde chache tunapata break, alafu nitarudi hapa kuzungumzia majini cheketu. Naam, mpenzi mtazamaji, karibu sehemu ya 3 na tunaendelea na kipindi chetu. Katika sehemu hii sasa tunakwenda kugusa zaidi mkuri au jini cheketu. Mpenzi mtazamaji, majini katika maisha yao kitabia ni sawasawa na binadamu. Kuna wanadamu wema wanafanya ibada na kuna binadamu waovu wanamuasi Mungu kwa njia mbalimbali. Miongoni mwa madhambi makubwa aliyoyataja Mwenyezi Mungu, na ni katika madhambi yenye kuangamiza, ambayo jini au binadamu akikutwa nayo hali ya kuwa hajaomba toba, hajataka msamaha kwa Mwenyezi Mungu mpaka siku atakapotolewa roho yake, yani jini atatolewa roho yake au binadamu atakapokuwa ametolewa roho yake bila ya kutubu, ni dhambi ya uchawi. Na ndio maana miongoni mwa sharti na sheria katika Uislamu, ukigundulika wewe mchawi, adhabu yako ni kuuawa, kwa sababu uchawi ni moja kati ya madhambi 7 yenye kuangamiza, na uchawi ni moja kati ya madhambi ambayo yana madhara sana kwa binadamu, kwa sababu kwa uchawi mtu anaweza kupoteza kazi. Kwa uchawi mtu anaweza kupoteza biashara yake. Kwa uchawi mtu anaweza kufirisika kutoka kuwa tajiri mkubwa mpaka maskini wa kuombaomba. Kwa uchawi mtu anaweza kuvunjiwa ndoa iliyokuwa na furaha na mapenzi makubwa katika maisha yake. Kwa uchawi mtu anaweza kuvunjiwa uchumba uliolipiwa mahari na mtu akawa yuko tayari kuoa, lakini kwa uchawi mtu asimuoe na huyu mwanamke asiolewe na huyu mwanamume astamani kuoa tena. Kwa uchawi mtu anaweza kuharibiwa mimba ambayo ishatunga na ikatoka kabla ya muda wake. Kwa uchawi mtu anaweza kulima shamba kubwa akavuna kidogo na mazao yakapotea bila ya kujua wapi yaliko kwenda. Kwa uchawi mtu anaweza kufuga mifugo, wakati inataka kutoa mazao sasa mifugo ikafa na ikapotea yote na mtu akapata hasara. Kwa uchawi mtu anaweza kuchimba madini, akafanya biashara ya madini, akaingiza mamilioni ya pesa na biashara ya madini ikawa haba manthura, na ikafika mahali mamilioni ya pesa aliyoingiza kwenye madini yakawa hasara tupu na asiambulie hata shilingi 10. Kwa uchawi mtu anaweza akajikuta anaingia anapoteza afya. Alikuwa na afya nzuri, afya ikaharibika, akafika mahala akapoteza haiba na afya kutokana na madhara ya uchawi katika mwili. Sasa uchawi ni kitu kibaya, lakini wachawi ni makundi mawili tu katika viumbe vya Mungu. Kundi la kwanza wachawi ni binadamu, na kundi la pili wachawi ni majini. Yako majini ni machawi, wako binadamu ni wachawi. Makundi haya mawili ndio makundi yenye madhara zaidi katika kufanya uchawi. Sasa leo nataka nizungumzie jini mchawi, sio binadamu mchawi. Nataka nimzungumzie mkuri, jini mchawi. Kwanza, ni jini wa aina gani? Majini haya ya kichawi yako ya aina 2. Kuna yale ambayo yanaweza kutumiwa na mwanadamu kwa kupewa zawadi maalum ili yakafanye kazi ya kuharibu au kumharibu mtu au kuharibu biashara au kuleta madhara. Mfano wa majini haya yalitokea wakati wa Nabii Allahi Ayubu alayhi salatu wasalam. Huu ndio mfano mzuri naweza kuutoa. Ayubu anatajwa ndani ya Biblia. Ayubu anatajwa ndani ya Qur'ani. Ni matumaini yangu mtazamaji wangu umewahi kusikia kisa cha Nabii Ayubu katika Biblia, umewahi kusikiliza habari ya Nabii Allahi Ayubu katika Qur'ani. Ayubu ni mtakatifu wa Mungu, ni nabii,
Katika maisha yake Ayubu, Mungu alimjalia mali, alimjalia watoto, alimjalia familia wake, alimjalia na afya njema. Lakini Mungu alipotaka kuweka mtihani kwa binadamu na kutufundisha kwamba Mungu anaweza kukupa mtihani hata kama wewe ni kipenzi chake, kwa sababu nabii ni kipenzi cha Mungu. Ayubu alikuwa nabii, Ayubu alikuwa kipenzi cha Mungu, lakini shetani alipewa fursa na nafasi ya kukusanya kundi la majini wachawi na kuleta madhara katika maisha ya nabii Ayubu. Mfano wa hayo ni pale Ayubu alipoomba, shetani Ibilisi alipoomba ruksa kwa Mungu kwamba anataka apewe idhini na fursa ya kumharibu Ayubu ili aonyeshe imani ya Ayubu ilivyo dhaifu mbele ya Mungu akipata matatizo. Kisa hiki kinakubalika na Waislamu kwa kupitia Qur'ani, kisa hiki kinakubalika kwa Biblia na Wakristo. Kisa hiki kinakubalika pande zote mbili. Shetani alipopata fursa aliwaita majini wenzake wachawi, aliwaita viongozi kutoka katika kila idara, kutoka katika kila uzawa wa aina ya majini. Aliwaita wakaja na akawapa kazi kwamba nendeni mkaharibu mali za Ayubu. Nimepewa fursa ya kuvuruga maisha yake na kila kinachomzunguka, ili nimuoneshe Mungu kwamba Ayubu si mcha Mungu kwa sababu ya kumuogopa na kumpenda Mungu. Badala yake anafanya haya kwa sababu ya mali alizonazo, anafanya haya kwa sababu ya uchumi alionao, watoto alionao, na afya njema wake walionao. Ndio maisha haya yanamfanya Ayubu aishi katika maisha ya uchamungu na mapenzi ya Mungu. Mungu alipofanya ruksa kwa shetani ili amjaribu mja wake, na Mungu anataka kumuonesha shetani kwamba Ayubu ni kipenzi chake katika shida na raha, hatomwacha. Shetani akawaita kundi kubwa la wachawi wa kijini, na kazi waliopewa ni kwenda kumwangamiza Ayubu. Kwanza, kundi la kwanza lilikwenda kuangamiza mali zake Ayubu. Ayubu alikuwa na mifugo, Ayubu alikuwa na wanyama, Ayubu alikuwa na majumba, lakini mashetani waliviroga kwa kuvipiga moto, vyote vikateketea. Hapa unajifunza nini? Hapa unajifunza kwamba hata wewe uliye tajiri sasa hivi usijione una utajiri uko juu ukahisi uwezi kushuka. Shetani akipata fursa, miezi 6, miaka 2, kila mali ulio nayo umefirisika na utahitaji kuanza moja. Usipoiprotekti mali ulionayo sasa, unaweza kuwa maskini kama matajiri wengine waliokuwa na mali na wakaanguka wakawa maskini. Kwa sababu Ayubu alikuwa na mali, alizishuka na akaanguka. Japokuwa baadaye alirudishiwa, unaonyeshwa kuna uwezekano wa kupotea na zikarudi. Na we pia tahadhari, chunga sana mali ulionayo, usiruhusu ipotee. Nabii Allah Ayubu akapewa mtihani. Majini wachawi wakaenda kuua watoto wa Ayubu, wakawaingia, wakawapiga shoti, wakafa kwa shoti. Na hii unaenda kujifunza na wewe. Usione una afya njema, dakika 0 tu shetani akipewa fursa na Mungu, uchawi ukapigwa na ukapata fursa ya kukuingia kwenye mwili, hiyo afya ulionayo itaporomoka. Utakuwa mtu wa kitandani na utakuwa mtu wa madawa wakati wote. Kuna watu walikuwa na afya nzuri, hawakijui kidonge, lakini leo katika maisha yao wanameza vidonge zaidi kuliko chakula. Yaani kila muda, tena mara 3 kwa dozi. Asubuhi ana vidonge, mchana na vidonge, jioni ana vidonge, halali ila kwa vidonge, hapati nafuu ila kwa vidonge. Yawezekana shetani ndo kauchezea mwili. Leo umekuwa ni mwili wa kumeza vidonge, umekuwa mwili wa kunywa dawa, umekuwa mwili wa kumeza dawa muda wote. Kwa hiyo wewe mwenye afya njema, usije ukahisi afya njema ni kitu ambacho hakiwezi kuporomoka. Shetani akipata fursa anaweza kukichezea na akakishusha. Kuwa makini na afya yako, jilinde sana na nguvu za shetani ili kuhakikisha afya yako inabaki kuwa salama, kama ilivyokufanya mtihani kwa nabii Ayubu. Lakini pia nabii Ayubu akafishiwa watoto. Hata wewe unaweza kupotezewa watu unaowategemea. Wale ambao ni tegemeo katika maisha yako wanaweza pia wakaondoshwa duniani, wanaweza kupata madhara, wakashindwa kuwa msaada, na wewe ukakosa msaada mahali popote. Sasa ninachotaka niseme ni nini?
Nachotaka niseme, majini wa kichawi ni moja kati ya shida kubwa katika maisha ya mwanadamu. Majini ya kichawi ni moja kati ya shida kubwa katika maisha ya mwanadamu, na watu wengi wamesibiwa na majini wa kichawi katika maisha yao. Na majini wa kichawi wako ambao wanatumwa na wanadamu kwa zawadi kwenda kuwapa shida na kuwaharibia watu wengine maisha yao. Na kuna majini wa kichawi ambao anapandwa katika mwili wako ili wewe ufanye kazi za kichawi. Angalia hapo, kuna jini wa kichawi kaletwa akutie maradhi, kuna jini wa kichawi kaletwa akuharibie uchumi, kuna jini wa kichawi kaletwa akutolee mimba tumboni, kuna jini wa kichawi kaletwa ili akufanye wewe marafiki wakukimbie, kuna jini wa kichawi kaletwa ili afanye biashara zako ziharibike, kuna jini wa kichawi kaletwa ili wewe usiwe na marafiki, kuna jini wa kichawi kaletwa ili ndoa yako iharibike, kuna jini wa kichawi kaletwa ili afya yako iteteleke. Lakini yuko jini wa kichawi kaletwa katika mwili wako kwa lengo la wewe mwenyewe ndio uwe mtumishi wa kazi za kichawi. Na wako watu wameingia katika kazi za kichawi hali ya kuwa hawaujui uchawi, hawajawahi kuwa wachawi, hawajawahi kukutana na watu kuomba nafasi au kuingia katika kazi za kichawi, lakini majini waliopachikwa kwenye miili yao sasa wamelazimika watu hawa kuwa wachawi. Na leo kuna baadhi ya watu mtaani wanasomwa kama wachawi. Kuna baadhi ya watu ukiwaona mtaani, familia zimewatenga wakiwaita wachawi. Wana sonono za moyo, wanaumia kwenye mioyo yao, wanaitwa wachawi hali ya kuwa hawaujui uchawi. Wametengwa na familia, hawapati msaada, hawajui uchawi. Wametengwa na watoto wao, hawapati msaada kwa sababu watoto wao wanaamini wazazi wao ni wachawi. Lakini nini kinawafanya waonekane wachawi? Kwa sababu kuna jini wa kichawi amepandwa kwenye mwili wa muhusika, anamfanyisha kazi za kichawi, anaonekana kwenye nyumba za watu anawanga, na yeye hajui uchawi. Ya Rabbi, nataka nikuambie, majini wa kichawi ni tatizo sana. Majini wa kichawi ni shida sana. Hawa ni miongoni mwa viumbe wanaoleta madhara makubwa katika maisha ya wanadamu. Ni miongoni mwa viumbe waliofarakanisha. Leo kuna ndugu hawazungumzi kwa sababu ya majini wa kichawi. Wako ndugu hawazungumzi. Wako wafanya biashara wametengana kwenye biashara kwa sababu ya wafanya biashara. Wako wazazi wametengana na ndugu zao na watoto wao kwa sababu ya majini wa kichawi. Wako watu wamegombana na watu waliokuwa wakiwaamini katika maisha yao, wametengana nao kwa ajili ya majini wa kichawi. Majini wa kichawi wameleta madhara mengi katika maisha ya wanadamu. Ndiyo maana nikasema tunapozungumzia jini wa kichawi tunazungumzia majini wabaya, tunazungumzia kundi la majini wenye madhara makubwa, wenye kuleta hofu, wenye kuleta kilio katika familia zenye furaha. Ziko ndoa zimevunjika kwa sababu mume anamshuku mke mchawi, kwa sababu mke anamshuku mume mchawi, na anaona dalili za kuwa mchawi na anamuona kuwa mchawi, hali ya kuwa pengine mume wala mke huo uchawi wenyewe haujui kwa maana ya yeye mwenyewe fizikali, ila kuna kiumbe anamchezea na anamuingiza katika kazi za kichawi. Mpenzi mtazamaji wangu, chukua hatua mapema, kwa sababu jini wa kichawi akiwa katika mwili wako atakutenganisha na watu muhimu, atakuondolea afya yako, utapata maradhi, atakuharibia biashara zako, utafilisika, ataufanya umaskini kwako utawale. Uko umaskini unasababishwa na uchawi na wachawi. Upo umaskini unasababishwa na uchawi na wachawi. Mungu kakupa riziki, nyota kipato kimekubali, na Mungu amekuweka kwenye kundi la mafanikio, lakini kwa sababu ya adui mmoja mchawi katika familia amekupiga kweli na kakukamata wewe, kila unachojaribu hakiwezekani. Kuna watu wamefukuzwa kazi kwa sababu ya uchawi wa ndugu zao. Mtu aliomba kazi, akapata kazi nzuri, akafanya kazi nzuri, lakini umepigwa uchawi, umekuwa mlevi, kazini huendi, hutekelezi majukumu yako, unafukuzwa kazi kwa sababu kuna mtu mmoja kakuingiza kwenye uchawi, kakuingizia uchawi, kakupa kazi za kilevi, umeiacha kazi yako, umekuwa mlevi, umefukuzwa kazi bila sababu. Kuna mtu amekutia uchawi, umekuwa na hasira, unagombana na bosi, unatukana naye katika jambo ambalo ungeweza kutumia busara likaisha, ili ufukuzwe kazi tu, maisha yaende kuwa mabaya.
Hakika majini wa kichawi wana madhara mengi katika maisha yao, wana athari kubwa katika maisha ya binadamu, wana madhara mengi katika maisha ya mwanadamu. Ili kupata solution, ni lazima upate mtu mwenye uwezo wa kukusaidia kukuondoa katika tatizo linalokusumbua. Ili upate solution, lazima upate mtaalamu mwenye uwezo mkubwa wa kupambana, kwa sababu jini wa kichawi ukilazimisha kumtoa au kumtibu, huyu daktari mwenyewe anaweza kupata madhara, au mgonjwa unayemtibu unaweza kumwangamiza na kumpoteza. Nataka muwe makini sana. Sio kila anayejiita mtaalamu au mganga au shekhe au kiongozi wa dini, pasta, anaweza kukusaidia kufanya maombi au matibabu na ukaondoa tatizo lilonalo. Hili nataka nikupe wazi kabisa, unielewe. Kwanza, kipimo cha kumpima mtu kuwa ana uwezo mkubwa wa kutatua changamoto ni kutambua namna ya kulielezea, kulijua, kulitambua na kulitibu, na njia za kutibu. Ukikaa naye tunajua mtu anajua, huyu mtu anababaisha. Ni kuombe mpenzi mtazamaji wangu, kuwa makini sana na maisha yako. Majini wachafu wapo, mizimu mibaya ipo, uchawi upo, na watu wengi wanasumbuliwa na majini wa kichawi, na ndiyo chanzo kikubwa cha maharibiko mengi katika dunia. Sasa baada ya kusema haya, nataka nieleze dalili angalau chache za kujua kwamba wewe una jini wa kichawi. Dalili za wazi na zisizo za wazi. Utajijuaje katika maisha yako? Kabla ya hayo, namba zangu za simu, ikiwa unataka msaada wangu. Namba zangu za simu: alama ya kujumlisha 254 715 28 60 76. Namba nyingine ni 0748 800 400. Niko tayari kufanya jitihada kwa kile kidogo alichonipa Mungu, tutatue changamoto ulionayo, ima binafsi au kwa kushirikiana na timu yangu. Biidhnillah utaona mabadiliko na utaondoka kwenye majanga ya minyororo ya kichawi iliyokufunga katika maisha yako, inayosababishwa na majini wa kichawi, ambayo sasa imekurostisha na kukuharibia maisha. Pengine hapo ulipo sipo ulipokuwa au ulipopaswa kuwepo. Ikiwa utapendezwa kufika ofisini kwetu, tupigie simu. Namba zetu za ofisi zifuatazo: kwa pale Tanzania, Dar es Salaam, Ilala Bungoni, barabara ya Chef Shamba, nyumba nambari 3. Huduma ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku. Pale utatupata kwa namba 0710 400 200, 0710 400 200. Au ukiwa nje ya nchi utaanza na kodi namba ya alama ya kujumlisha 255 710 8400 200. Hiyo Dar es Salaam. Kwa maana ya Lubumbashi Kongo, utawasiliana nasi kwa alama ya kujumlisha 243 98, alama ya kujumlisha 243 98 46 45 690. Ama kwa wale waliopo Korwezi wanataka huduma yangu na wanataka kujiandikisha, Korwezi hata udi Hasad Jadi hivi sasa upo. Wale wanaotaka Hasad Jadi ipo pale Korwezi pia, ni watumie tu fursa hii kukuambia Korwezi Hasad Jadi ipo. Hasad Jadi inapatikana Korwezi, na ile original ya kwangu mwenyewe, namba ya kupiga ni 0817 35 80 23. Ukiwa unataka udi au kujiandikisha pale Korwezi, piga 0817 35 80 23. Nitairudia namba taratibu ili uinakili: 0817, hii ni namba ya Kongo, 35 80 23. Namba hii utapata mawasiliano pale Korwezi, utapokelewa na utapata fursa ya kujiandikisha kama unataka kuonana nami,
ziara yangu ya siku moja wiki moja nitakayofanya pale Kolwezi kabla sijarudi tena Lubumbashi kuendelea na huduma, au unataka udi wa Hasad Gad, utapata pale. Lakini pia kwa wale ambao wangependa kupiga simu, baada ya kipindi dakika chache zijazo tutaingia kwenye kipindi, wakati na kwenda kutaja dalili. Namba ya kupiga hapa nitaifungua muda sio mrefu, ambayo ni alama ya kujumlisha 255 0710 800 400. Namba hii ndio namba ya kupiga hapa moja kwa moja, na nitasikiliza simu yako, nitasikiliza changamoto yako, na nitakusaidia muongozo vipi utatatua changamoto ulionayo. Namba ya kupiga ni 0710 800 400. Namba ya kupiga hapa ni 0710 800 400. Kumbuka namba hii utaipiga kwa WhatsApp peke yake. Namba hii utaipiga kwa WhatsApp peke yake kwa sababu niko nje ya Tanzania. Alama ya kujumlisha 255 710 800 400. Wewe mwenye changamoto unahitaji msaada wangu, piga simu na nitakujulisha. Lakini kwanza nataka nitaje dalili za mtu mwenye jini wa kichawi, au ana jini wa kichawi, au anatumikishwa na jini wa kichawi katika maisha yake. Dalili zake ni zipi? Tataja chache. Dalili ya kwanza ni kuota ndoto upo na wafu. Dalili ya kwanza ni kuota ndoto upo na wafu mara kwa mara. Ikiwa ndoto zako mara kwa mara unaota uko na watu waliokufa, wewe una tatizo la jini wa kichawi au majini wa kichawi. Ima na kutumikisha kazi za kichawi au amesha kuingiza uchawi katika mwili wako. Dalili ya pili ya kuwa wewe una jini wa kichawi katika maisha yako ni kuota unakula vyakula. Dalili ya pili ni kuota unakula vyakula, na hasa nyama au misosi iliyopikwa. Unaelekea katika shughuli unakula misosi iliyopikwa. Dalili ya tatu ni kuota upo makaburini. Dalili nyingine ni kuota mara nyingi upo makaburini. Ukiona unaota sana ndoto upo makaburini, wewe una dalili ya kuwa una jini wa kichawi au mkuri unakusumbua katika maisha yako. Dalili nyingine, upo na kundi kubwa la watu na baadhi yao huwajui, wengine unawajua. Uko kwenye kundi la watu, wengine unawajua, wengine huwajui. Dalili hii wewe umeingizwa katika chama cha kichawi na unatumika na mkuli wa kichawi katika kazi za kichawi. Dalili nyingine ni kuota uko na watu lakini sura zao zimejificha. Ukiota uko na watu lakini mara nyingi sura zao zimejificha. Yani unaota uko na watu, uko mahala uko na watu, mnafanya jambo, labda mko katika sherehe, mko katika harusi, mko katika jambo lolote lile, lakini uko na watu, na wale watu, kuna watu sura zao unajaribu kuzitafuta, sura huzioni. Au mko mahala mmekaa wawili watatu, lakini kadiri unavyotafuta sura huioni. Wewe kuna mtu anakuingiza katika chama cha kichawi. Anaogopa kukuonyesha sura umjue, anaanza kukuzoesha kuhudhuria vikao vya kichawi. Hii ni dalili kwamba wewe una jini wa kichawi. Ni moja kati ya dalili ya kwamba wewe una dalili ya kichawi. Dalili nyingine ni vitu kutembea mwilini, yani mwili wako kuwa unatembea vitu. Mwili wako unahisi vitu vinatembea. Vitu kutembea mwilini, unaweza kuhisi kama sisimizi wanakutambaa usoni, au kwenye mwili unahisi kama vitu vinakutambaa katika mwili, na hasa usoni, mgongoni, kwenye mikono. Wakati mwingine unapangusa lakini huna kitu. Hii ni dalili ya kuwa una jini wa kichawi na ameshapanda uchawi katika mwili wako. Yani ndani ya mwili wako tayari kuna uchawi. Dalili nyingine ni kupata kizunguzungu. Dalili nyingine ni kupata kizunguzungu. Mara nyingi mwili unapata kizunguzungu. Unajikuta tu unapata kizunguzungu au kisunzi, kwa watu wa Kenya wanaita kisunzi. Dalili nyingine ni mwili kupoteza nguvu ghafla. Yani kuna wakati tunawisi mwili hauna nguvu na huna sababu, hauna presha, huna tatizo la sukari, lakini mwili tu unakuwa dhaifu, hauna nguvu, hauko sawa. Mwili wako umekuwa na hiyo shida ya kutokuwa na nguvu. Mwili wako unakuwa hauna nguvu. Dalili nyingine ni kuhisikia sauti inakuita kwa jina.
Hii ni dalili ya kuwa kuna jini wa kichawi katika maisha yako. Kusikia sauti inakuita, unaweza kuwa usiku, inaweza kuwa mchana, nasikia kabisa mtu anakuita fulani, mpaka unahisi kugeuka, nani ananiita? Lakini huyu ni jini. Au kuhisi mtu anakunong'oneza sikioni, kuna sauti unasikia inakunong'oneza katika sikio. Hii ni dalili ya kuwa una jini wa kichawi katika maisha yako. Hii ni dalili kwamba wewe una dalili ya kichawi katika maisha yako. Dalili nyingine ni pamoja na kupata vichezo katika mwili. Vichezo, maana kuna ile vitu vya kutambaa, alafu kuna vichezo. Vichezo vinaweza kuwa katika namna ifuatayo. Ama kama mtu anakuchanja wembe, mwili unakuwa kama umechanja wembe na kidonda kile cha wembe kimetiwa maji au pilipili. Mwili unawasha, mwili unauma, mwili unawasha kama umetiwa pilipili. Hii ni dalili ya kuwa una uchawi katika mwili. Kuna jini anatumikisha uchawi katika mwili wako. Au vitu vinacheza katika mwili wako, unasikia vichezo vinahama, mara kichezo kiko mguuni, mara kichezo kiko kichwani, mara kichezo kiko tumboni, kiko mgongoni na kadhalika. Hii ni dalili kwamba wewe una jini wa kichawi katika mwili wako. Una dalili ya kichawi katika mwili wako. Au maumivu ya kichwa yasiyoisha. Maumivu ya kichwa yasiyoisha, wewe una dalili ya uchawi au vitu vya kichawi au jini wa kichawi katika mwili wako. Kichwa kinapasua sana, maumivu ya kichwa makali mno, na hayakubali dawa, na hauna tatizo la miwani, hauna tatizo la macho, yani huna shida yoyote ya macho, mwili tu umekuwa sio sawa, kichwa kinauma sana. Hizo ni baadhi ya dalili kwamba wewe una jini wa kichawi katika maisha yako, anaendelea kukusumbua. Kimsingi, dalili za majini wa kichawi na dalili za kuwa na uchawi mwilini ni nyingi. Siwezi kuzieleza zote nikazimaliza kutokana na kipindi chetu kimekuwa kirefu. Nimeshazungumza zaidi ya saa moja na kidogo. Kwa hiyo nitumie fursa hii tu kukujulisha kwa ufupi. Tutaendelea katika kipindi kijacho na tutajaribu tena kugusa haya majini matano, ambayo aina hizi za majini matano ikikupata yoyote katika maisha yako, wewe umeshakuwa umeingia katika matatizo makubwa katika maisha yako, ima kiafya au kiuchumi, au unaweza kuharibikiwa katika masala ya kimahusiano. Yanaweza kuwa ndoa, mahusiano ya kiuchumba, mahusiano ya kijamii na kadhalika na kadhalika. Mpenzi mtazamaji, kama umekuwa nami hapa tangu mwanzo, natumai leo umepata darsa kubwa lenye faida kubwa, lenye matokeo makubwa ya kujitambua kwa kina. Hii ni kliniki nyumbani kwako. Najaribu kukupa elimu ambayo pengine ungelazimika kuitumia gharama kubwa kuitambua, lakini naileta kwako ili nami iwe sadaka yangu kwako, kukujulisha una shida gani, na kwa shida hiyo tafuta mtu akusaidie ili kukuondoa. Lengo si wewe uje kwangu, hata kama ujisikii kuhudumiwa na mimi, hata kama huoni mimi naweza kusaidia, tafuta mtu mwingine unayemwamini akusaidie. Lengo langu binafsi mimi ni kutoa elimu kwako, iwe sadaka yangu kwako, na kukupa njia bora ya kujitambua. Una tatizo, unahitaji msaada na unahitaji kutibiwa. Mimi niseme tu, si lazima utake msaada wangu. Taka msaada hata mahali pengine. Lengo langu ni kukuona wewe, mtazamaji wangu, mwana familia yangu, ndugu yangu, unapata njia bora ya kutatua matatizo yanayokuzunguka. Na hii itakuwa sadaka yangu kwa miaka yangu yote nitakayokuwa nimeondoka duniani. Naamini mafundisho haya yatabaki. Mimi nitaondoka, mafundisho haya yatabaki na watu wengi watafaidika nayo. Ndio kusudio, kutafuta kwanza radhi za Mwenyezi Mungu, sio kutafuta uchumi. Tafuta kwanza radhi za Mwenyezi Mungu. Wewe ambaye una shida hizi na dalili hizi nilizozitaja na vitu hivi nakusumbua, usikate tamaa. Huduma ya matibabu ipo. Ukipata mtu sahihi, atakuondoa katika tatizo na utarudi sawa. Mpenzi mtazamaji, kabla sijaingia break, nitaje namba za simu za kutuwasiliana hapa. Wale wanaotaka kupiga simu hapa moja kwa moja kwa kutumia namba yangu ya simu hii ya hapa studio, ambayo ni 0710-800-400, unaweza ukapiga hapa moja kwa moja na mimi nitapata fursa ya kuuliza swali lolote. 0710-800-400.
alama ya kujumlisha 255 Piga simu yako hapa sasa hivi au tuma meseji kwenye ile mitandao yetu ya kijamii, tupate fursa ya kuzungumza nawe na utuambie nini changamoto yako na unahitaji msaada gani. Karibu mpenzi mtazamaji wangu. Naam, natumai na naona namba zinaanza kupigwa. Kuna msikilizaji amejaribu hapa kutoka Kongo, lakini naona bado network sio nzuri sana. Nafikiri tuna shida ya network, haiko vizuri sana wiki hii, lakini endelea kupiga tu ndugu zangu, endelea kupiga mara kwa mara, utapata line na unaweza kueleza changamoto yako hapa tukakusaidia. Kwa wale naona huyu anajaribu kurekodi audio. Network haiko sawa kabisa. Hebu jaribu kupiga kwenye hii namba ya 0710 800 hii 0748 800. Sidhani kama ni namba sahihi sana kupiga simu. Wewe ndugu yangu unayepiga simu 748 800, hebu tuache kidogo, tuko kwenye kipindi. Hapa ni 0710 800, alama ya kujumlisha 255 0710 800. Piga namba hiyo ili anasema anapiga namba haipatikani. Unapiga WhatsApp, unapiga kawaida. Piga kwa namba ya WhatsApp, piga kwa namba ya WhatsApp. Ni WhatsApp tu. Namba hii itapatikana WhatsApp tu kwa sababu niko Tanzania. Siko Tanzania. Wewe bwana uliyenitumia message mwenye namba 07 unasema inapigwa haipatikani, usipige kawaida, piga kwa njia ya WhatsApp. Kawaida haiwezi kupatikana kwa sababu kwa sasa sipo Tanzania, nipo Kongo. Piga tu kwa namba ya WhatsApp. Piga WhatsApp, ndio namba hii itapatikana. Alama ya kujumlisha 255 710 800. Hiyo ndio namba ya kupiga. Piga namba hiyo ili tukupe mwongozo hapa na uweze kufaidika na kipindi chetu hiki muhimu kabisa na adhim, kipindi ambacho tunakwenda kuzungumzia matatizo mbalimbali. Msikilizaji wetu hewani wa kwanza hapa, kama atakuwa naye katika wale waliopo kwenye kipindi. Msikilizaji wetu, habari ya jioni. Salama. Maraba mama, uko nasi kwenye kipindi hiki tulichokuwa tukizungumzia aina 5 za majini wa korofi? Ndio. Karibu mamangu. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Hadija, napiga simu kutoka Mbagala. Karibu mama Hadija kutoka Mbagala, tunaomba tukusikilize. Changamoto yako ipi? Unayapitia yepi katika haya tuliyoyazungumza? Mimi bwana nayapitia. Ongeza sauti kidogo. Nayapitia so vingi sana, maana watu wengine wananiambia tu na walimu, lakini tu siyafatishi. Kwa nakuwa labda vinakuwa naota. Labda kama kuna kitu kibaya muda mwingine naota. Hata kama hapa juzi kati hivi nimeota mtu ananinyoa kipara. Wananiambia angalia kwenye kikicho kulikuwa kuna uchafu. Naona uchafu huu. Mimi nikaambia huu uchafu itakuwa nimeupata hapo kwa Majamali jirani yangu. Lakini hapo naota. Kwanza pole sana, na mimi sitaki kukubali wala kuamini moja kwa moja kwamba ukiota wewe una walimu. Yaani wewe, yaani wengine wananiambiaje tu na walimu, lakini mimi waga siaminiki. Ila tu hiyo juzi ndo nimeota hivyo nanyolewa. Ndio nataka niseme. Hiyo ndoto haina maelezo ya moja kwa moja. Yaani wewe huna moja kwa moja kwamba maelezo haya yanaashiria kwamba wewe una walimu. Kwa sababu gani? Kuna ndoto katika maisha zina maana tofauti tofauti. Umenielewa vizuri? Ndio. Kuna ndoto zina maana tofauti tofauti. Ukiota ndoto, kuona ndoto unanyolewa nywele au kunyolewa nywele inaashiria kwamba utalipa madeni, utatimiza amana, au utapata usalama na amani.
Lakini ndoto inaweza kubadilika kulingana na mtu na hali uliyoiota. Kwa mfano, kwa namna ulivyoiota wewe sasa. Kwa namna ulivyoiota wewe kwamba unanyolewa nywele na umetolewa uchafu. Tafsiri yake kwamba katika mwili wako pamoja, kama kweli una walimu, una vitu vibaya pia. Kwa hivi vitu vibaya, haya majini mabaya yanatakiwa kutolewa. Yakitolewa ndio utapata uimara, kwa sababu sifa ya mtu mwenye walimu katika kichwa chake, cha kwanza lazima atafaidika na uwepo wao. Huwezi kuwa na walimu alafu wewe katika mafamilia yako kila siku mnalogwa na hakuna msaada. Huwezi kuwa na walimu alafu unatafuta hela kula kwa shida. Huwezi kuwa na walimu alafu nyumba imeandamwa na maradhi, imeandamwa na misukosuko. Furaha ya ndoa na mahusiano haipo. Hao sio walimu. Walimu watakuwa wamefungwa na kuna kiumbe mbaya yuko nyuma au amewatangulia hawa walimu, anakuharibia. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, tafuta mtu ambaye anaweza kukusaidia kuvumbua hicho kipaji. Kama walimu wapo, basi yale mabaya yatolewe, ufaidike na uwepo wa hawa walimu, kwa sababu majini kwa wakati huu wameletwa kama wasaidizi wetu ili sisi kuweza kutimiza furaha ya maisha yetu ya duniani. Ni kweli. Kwa hiyo karibu, kama unapendezwa, njoo Isra Islamic Dua Center hapo Ilala Bungoni, tupo tunatoa huduma. Au kama una mtu unaamini anaweza kukusaidia pia, nenda kamuone akupe msaada. Inshallah. Karibu sana mamangu. Namba ya kupiga ni 0710 Hii ndio namba ya kupiga. Tuna msikilizaji mwingine hewani. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mama, karibu. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Asante, naitwa Fatma. Naam mama Fatma. Natokea Tanzania, Dar es Salaam, Karibu Gongo sana. la Mboto. Karibu sana kutoka Tanzania, Dar es Salaam, Gongo la Mboto. Mimi shehe, kabla ya kueleza mambo yote, nilikuwa nataka kufahamu unarudi lini Tanzania? Aya, nitakujibu kwenye simu nje ya kipindi. Bado kidogo nipo, lakini nitahitaji tarehe. Nitakwambia binafsi. Na mambo mengi mimi. Natarajia mwezi wa 9, lakini tarehe uhakika bado. Mwezi wa 9 natarajia kuja Dar, lakini tarehe uhakika bado. Sawa, naomba nieleze sasa shida. Karibu. Nakusikiliza mama. Naam. Nakusikiliza. Shehe, mimi niko kwenye ndoa na mume wangu na miaka 3 sasa. Lakini nakuwa sina raha, sifurahi kwenye tendo na mume wangu, namchukia. Kifedha pia nakuta tu hela, naweza nikaweka tu hela labda kwenye kabati za kwangu mwenyewe binafsi, lakini zikawa zinapotea. Zinapotea mimi mwenyewe bila ya kufahamu. Kwa hivyo yani matatizo, lakini kubwa zaidi mimi mwenyewe binafsi nakuwa naumwa, na nikihangaika hospitali naambiwa niko vizuri, ila nimehangaika sana na muda mrefu sana nilikuwa nakutafuta, na nilikuwa natamani nijue uko wapi, na nikafanikiwa kufanya hivyo, kwa sababu kuna siku nililala nikajiwa yani kama na kitu kinaniambia tu nenda kwa mtu fulani ambaye ni wewe. Na kweli nilifanya hivyo, nilikutafuta mpaka nikapata ofisi yako ya Dar es Salaam ilipo. Nikafika ndo nikaambiwa kuwa haupo. Sawa mama. Mimi yanonisibu ni hayo. Wewe una dalili za kuwa na jini mchafu katika mwili wako, na anaweza kuwa jini cheketu, jini wa kichawi, lakini mwenye sura ya jini mahaba ambaye anaharibu. Sasa nikuombe jambo, baada ya kipindi utanipigia, tutazungumza vizuri ukiwa na mumeo hapo. Kuna vitu nitakushauri, alafu tutaona namna ya kukusaidia. Sawa mamangu? Sawa, asante. Asante mama, karibu sana Shukrani. Kwa kuwa simu zitakuwa nyingi, utaandika hapo Fatma Gongo la Mboto. Alama ya kujumlisha 255 710 800 ndio namba ya kupiga
kwa wale ambao wangependa kupata taarifa ama kueleza chochote katika yale yanayosumbua. Nimekuwa nikizungumza aina 5 za makundi ya majini makorofi ambaye yameharibu watu katika maisha yao. Mmoja ni huyu mama yetu, yeye amezungumzia namna ndoa yake ilivyokuwa na changamoto na anayoyapitia katika uchumi anaoutafuta. Msikilizaji hewani, hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mamangu, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Mimi naitwa Halima, natokea Dar es Salaam. Karibu mamangu kutoka Dar es Salaam, naomba nikusikilize. Mimi shida yangu nikipata pesa, nikitafuta pesa hata inapoendea haijulikani, matumizi hata ukipiga mahesabu hayaonekani. Alafu biashara zangu haziendi hata kidogo Alafu kingine nikilala usiku ndoto zangu naota nipo kwenye mabasi. Mara basi napata ajali. Naingia kabisa uvunguni wa mafuso lakini natoka mzima. Muda mwingine naota tunaenda tunapinduka na mabasi lakini nipo salama. Sasa kwanza una dalili ya kuwa na jini mbaya au majini wabaya, anaweza kuwa hata zaidi ya mmoja. Na unapoota ndoto unasafiri, inaashiria safari yako ya maisha, yani safari yako ya maisha ya kila siku. Na unapoona ugumu katika safari hiyo, kupata ajali, hiyo ni dalili ya kupatwa na misukosuko katika safari yako ya maisha. Na hapa inaweza kuwa misukosuko ya ndoa, inaweza kuwa misukosuko ya kiuchumi. Na kwa kuwa umesema biashara zako zimekuwa zikiharibika, pesa hazikai mkononi, hii ni dalili ya kuwa una vifungo vya majini wabaya katika mwili wako, ama uchawi au mizimu mibaya. Ili kuthibitisha hasa una tatizo gani, ikikupendeza njoo pale Ilala Bungoni ofisini kwetu. Tuna form pale na maswali 67. Ukiajaza tu yale maswali baada ya kulipa gate fee, ile gharama za kuingia, yale maswali 67 yatatupa mwongozo sisi kujua nini kinakusumbua, mizimu michafu, majini au na tatizo la uchawi au na tatizo la kitu gani, itatuonyesha pale. Kwa mimi nikushauri tu unaweza kuja pale ofisini, na namba za ofisini kwangu ni zile nilikuwa nikizitaja, 0710 piga hizo, watakupokea. Alafu kama unahitaji kuwasiliana na mimi, ukiwa na daktari wangu pale pale atanipigia WhatsApp, tutazungumza na nitatoa ushauri wangu nini usaidiwe kuelekea katika kutatua changamoto inayokusumbua. Amina, insha Allah. Mungu akijalia heri nitakuja huko Ilala. Karibu sana mama. Asante, shukrani. Asante. Namba ya kupiga ni 0710 namba ya kupiga ni 0710 ama alama ya kujumlisha 255 710 Tuna msikilizaji mwingine hewani. Hello. Halo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mamangu, karibu. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Asante. Naitwa Aziza binti Juma, niko Gongo la Mboto. Karibu mama kutoka Gongo la Mboto, Bia Aziza. Shehe, mimi na changamoto. Huwa nikilala usiku napata ndoto. Naota nafanya mapenzi na mwanamume wa Kiarabu, au muda mwingine na inakuja sura ya mume wangu. Yani ni watu tofauti tofauti. Hiyo ni dalili ya kwamba umesibiwa na jini mahaba. Umesibiwa na jini mahaba, na ni moja kati ya majini wakorofi wanaoharibu maisha. Wanaoharibu maisha, kwa sababu ukiwa na aina hiyo ya jini, kwanza atakutia nuksi, watu wataanza kukuchukia bila sababu. 2, atakufanya maisha yako ya kiuchumi yasiwe na amani, yasiyokaa sawa, atakuharibia uchumi. Lakini jambo jingine, anaweza kukufanya furaha ya ndoa, magomvi, au pengine hata hiyo ndoa yenyewe ikawa misukosuko, kuingia kwenye ndoa pia ikawa mtihani, mahusiano yakawa yana shida. Kwa hiyo una shida na huyu aina ya jini ambayo umekutana naye, anaitwa Murdam. Ukoo wa jini ambaye anakuja kwa sura ya mtu unayemfahamu, ukafanya naye tendo la ndoa, hawa wanaitwa katika majini
wanaitwa Murdam, Ummu Murdam. Murdam ni moja kati ya majini ambao anakuja kwa sura ya mtu unayemtambua. Anaweza kuwa hata babako mzazi, kaka yako, anaweza kuja kwa sura ya jirani yako, anaweza kuja kwa sura ya mtu ambaye hata unamheshimu ukajikuta unafanya naye tendo la ndoa. Kwa hiyo una shida na unahitaji kweli msaada, na mara nyingi hawa huwa ni majini wenye asili ya uchawi pia. Kwa mimi nikushauri ukipata muda, njoo pale Ilala Bungoni, barabara ya Sharif Shamba, nyumba namba 3. Namba ya simu nimeshaitaja 0710 njoo pale tufanye uchunguzi wa kina, tujue ni huyo peke yake ama kuna tatizo jingine, na tukushauri namna sahihi ya kutatua changamoto. Sawa mamangu? Sawa shehe, asante. Karibu sana. Karibu sana. Namba ya kupiga ni 0710 kwa wale ambao wangependa kupata mawasiliano yetu hapa na kupata huduma zetu. Namba ya kupiga ni 0710 Sasa tuna msikilizaji mwingine hewani. Hello. Msikilizaji mwingine hewani. Hello. Na mimi kuanza kukusanya kilicho changu hapa na kuweza kukuaga, lakini kabla sija kuaga nitumie fursa hii kukukumbusha tu mtazamaji wangu, natarajia kwenda Koroizi, kuwepo Koroizi. Kwa wale ambao wanataka kuniona, tuna siku 7 kuanzia leo za kukusanya watu ambao wanataka kuniona kule Koroizi, na hapa ni kwenda kujiandikisha na kuomba appointment. Wale wanaotaka kuniona wataniona kwa appointment. Hii sio kwamba nitakuwa pale muda wote, hii ni kwa appointment. Kwa wale ambao wanataka kuchukua appointment ya kuniona, utapiga namba ya simu ifuatayo ambayo ni 0817 35 80 23. Namba ya kupiga ni 0817 35 80 23. Jiandikishe sasa ili kujipanga kuonana nami. Lakini kubwa, udi wa Hasad Gadi unapatikana katika mji wa Koroizi hivi sasa. Original Hasad Gadi original ipo Koroizi. Kwa wale wanaotaka, mtawasiliana kwa namba hii ya 0817 35 80 23. Namba hii itakupa mwongozo na utapata. Bahati nzuri tayari tuna center pale ambayo ndio nitafikia na kutoa huduma. Kwa hiyo jipange, si kwamba ni swala la hoteli, kuna private ya kutosha na unaweza kuniona mazingira ya private hasa. Wewe mfanyabiashara, wewe ndugu yangu mchimbaji, wewe ndugu yangu mtafutaji wa maisha, bado nafasi unayo. Nenda piga namba hizo ili upate mwongozo. Namba yetu ya mwisho au ya simu ya mwisho ni hii, tutaipokea. Msikilizaji wetu hewani. Hello. Wa alaikum salam. Uko nasi kwenye nafasi kubwa uko mbeleni. Tutarajie kumuona kwenye nafasi kubwa uko mbeleni. Sheikh Waridi si mtu mdogo kiasi ambacho watu wamekojua, kwa sababu majini wanamtambua Sheikh Waridi. Wanamtambua Sheikh Waridi na mashekhe wengine. Kwa hivyo vikao ambavyo umeviona ni moja ya vikao ambavyo majini wamekuwa wakitumika au wakifanya vikao. Unajua kila binadamu ana jini rafiki yake ambaye anaishi naye, ambaye anaweza kutumika kuhudhuria katika vikao mbalimbali, na hao ndio baadaye wanakuja kuwa wale tunawaita majini wa asili, ama ukipenda mzimu. Sasa kuna mizimu mibaya na kuna mizimu mizuri. Yule anayemcha Mwenyezi Mungu hana madhara, hana shida. Kwa hiyo niseme tu, unatakiwa kujifunza. Wewe una viumbe wakubwa na wanahitaji msaada. Mimi ni kushauri tu, Mwenyezi Mungu akitulia taufiki, nikirudi Tanzania, pata muda, njoo Dar es Salaam ili uweze kutengeneza daraja yako katika kiwango kinachohitajika. Inshallah. Hata ukimwona Sheikh Waridi anaweza kukupa mwongozo na utakuwa sawa. Hata ukimwona Sheikh Waridi. Na nimetakiwa nionane naye, na kuna maneno nimeambiwa nikikutana naye nimwambie, lakini sasa namna ya kumpata ndo imeshindikana. Haishindikani, wewe ukija Dar es Salaam utampata. Ngoja mimi nirudi, ukija utampata. Waridi mimi ni kakaangu, ni mtu ambaye niko naye karibu. Naweza kwenda kwake hata usiku wa manane na siulizwi. Sheikh, basi mimi nikuombe kitu kimoja tu, badala ya kipindi. Kuna vitu vingi nataka niongee lakini siwezi kuongea hapa. Badala ya kipindi, labda nikuombe ruhusa niongee na wewe. Nitafurahi sana kama tutaongea asubuhi kesho. Nitakuwa na utulivu kwa sababu muda umekwenda sana, na nina kazi ya mtu nikimaliza nitaifanya baada ya kipindi. Chukua ile namba yangu ya Kenya, kesho asubuhi tuzungumze. Inshallah. Haya, na itakuwa kama saa ngapi?
Nipigie we muda wako baada ya salati alfajiri una muda gani? Kwa asubuhi muda wote mimi nitakuwa niko free. Tafadhali nipigie kuanzia saa 2 ya Tanzania ambayo itakuwa saa 1 ya hapa nilipo. Saa 2 ya Tanzania. Kwa sababu sisi huku tunasali alfajiri saa 12 alfajiri ambayo kwenu itakuwa ni saa 1. Kwa tukimaliza kusali alfajiri tuongee, ambayo kwangu mimi nitamaliza baada ya nyiradi na sala nitamaliza saa 1, 1:30 ya hapa, ambayo kwako itakuwa saa 2, 2:30. Ndio. Basi samahani, naomba unitajie hiyo namba kwa sababu mimi siko nayo. Haya, andika alama ya kujumlisha 254. Alama ya kujumlisha 254 715 28 76 amini 60 60. Ngoja niitaje. Ni alama kujumlisha 254 54 anza moja. Alama ya kujumlisha 254. Ngoja nifute mimi kwa nishakosa. Alama ya kujumlisha 254 715 28 60 76. Nipigie. 254 71 52 86 076. Ndio. Inshallah. Basi nitakutafuta inshallah. Karibu sana. Naam, huyo ndugu wetu kutoka Zanzibar, kule Zanzibar, lakini kama nilivyosema hiyo ndio itakuwa simu yetu ya mwisho kwa sasa. Na kwa wale ambao kabla sijaga, kwa wale ambao wangependa kufika ofisini kwetu pale Ilala Bungoni, barabara ya Sharif Shamba, nyumba namba 3, namba za kupiga ni 0710 400 200, namba ya kupiga ni 0710 400 200, au alama ya kujumlisha 255 710 400 200. Ofisi iko wazi kuanzia majira ya saa 2 asubuhi hadi saa 12 za jioni. Kwa wale wanaotaka huduma zangu hapa Kongo ambako kwa sasa nipo mjini Lubumbashi, 46 45 690 au 098 46 45 690. Hizo ndio namba za mawasiliano. Tuko hapa Rebata Golf, karibu kabisa na Ikoma Lodge. Muda wa kuonana na watu na kutana nao watu hapo kuanzia saa 2 asubuhi ya saa za Afrika ya Kati hadi majira ya saa 11 za jioni. Wewe mwenye changamoto ya matatizo mbalimbali, usisite kuja kutuona. Tupo kwa ajili yako. Tutamuomba Mwenyezi Mungu, tutambembeleza Mwenyezi Mungu na utafanikiwa. Na tuna siku maalum za dua kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 4 usiku. Amini asubuhi saa 3 asubuhi mpaka saa 4:30 asubuhi. Kila baada ya siku moja tunakuwa na dua kwa ajili ya watu wote, na hii ni dua ya bure. Mtu yote anaweza kushiriki. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alamsik.